Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru ni Mungu mwaminifu, umekuwa pamoja nasi katika wiki nzima na tunakuja tena kwa ajili ya kujifunza ulinganifu wa dini mbalimbali ambazo ziko katika ulimwengu. Zaidi sana umetupa nafasi ya kusoma Ukristo tunapotafakari, tupate kujua tofauti zilizopo kati ya wengine wanaamini nini na sisi tunaamini nini. Katika unyenyekevu katika kusoma haya ili kwamba katika kulinganisha tusitumie akili zetu bali tuongoze katika yote. Ule Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Matendo ya Mitume mlango ule wa 17. Matendo ya Mitume mlango wa 17. Some mstari wa 22 mpaka mstari wa 25. Acts of the Apostles. Matendo ya Mitume mlango ule wa 17 mstari wa 22 na 23. Naomba tusome mistari hii miwili kwa pamoja, kwa utulivu, kwa pamoja, kwa kusikilizana. Tusome. Paulo akasimama katikati ya wao akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi watu watafakari sana mambo ya dini, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko nayaona maneno yenu, naliona bao iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari yake ya ninyi na maabudu bila kujua. Amen. Paulo anahubiri Injili na anapomtangaza Kristo wa ukweli, nafika mahali ambapo watu wanaabudu, na katika ibada zao wanaabudu miungu, wanaabudu miungu mbalimbali, na hata wengine wanaabudu Mungu ambaye hata wamjui. Yaani madhabahu zilikuwa nyingi kiasi ambacho zingine hata zijulikana wanaabudu nini. Na yeye kwa sababu sasa kusudio lake ni kupeleka Kristo aliye sahihi, Kristo wa ukweli, Paulo alikuwa ni mwalimu mzuri, ni mwinjilisti mzuri, na katika uinjilisti wake alijua jinsi ya kuingia mahali ambapo palikuwa hapajaingiliwa na Injili. Kwa hiyo pia alikuwa ni nasema kwamba nifunze vizuri kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni mwinjilisti mzuri. Hapo soma uinjilisti, lazima tujue jinsi pia kuwafikia watu mbalimbali kwa mazingira tofauti. Lazima pia ujue jinsi ambavyo unaanza kuwapelekea na kuwafikishia Injili ya Yesu Kristo. Lazima ujifunze. Vinginevyo unaweza kufika mahali badala ya kuingiza Injili ukakutana na upinzani ambao ni mkubwa sana. Hapa Paulo anakuja, anafika mahali ambapo kumbuka pale kwamba anakwenda ni watu ambao ni wasomi, ni watu ambao ni wataalamu, kirudi sasa hapo juu, ni watu ambao ni mabishano, ni watu ambao wakati mwingine hawakubaliani na kile ambacho tunawapa. Lakini lazima pia utumie hekima, utumie maarifa na utumie uwezo wa Mungu kufanya uweze kuwafikishia. Anawaambia, ni kweli nyinyi ni watu wazuri na mnaabudu sana, na katika kuabudu na maana kwamba mmekuwa ni watu wa dini kuliko watu wengine wote. Kwa maana nyingine, you are too religious. Kama ni mambo ya madhabahu, kama ni mambo ya ibada, kama ni sala, tunasema swala ngapi? Swala 5. Kama mambo ya swala 5 mnazishika vizuri, na kama ni mambo kutoa sadaka, mnatoa sadaka vizuri, yani mnafanya taratibu za kidini vizuri. Pamoja na hayo, bado mnajua njia ya kweli. Sasa katika madhabahu nilizoziona, nikaona mmoja imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana, unknown God. Na maana wanaabudu tu, lakini hatujui tunaabudu nini. Unknown God, Mungu asiyejulikana. Na sasa kuanzia hapo akapata opportunity, akapata nafasi ya kuhubiri Yesu Kristo, kumleta Mungu aliye hai. Tunaweza kupata nafasi ya kuwahubiria watu. Tunaweza kupata habari ya kuwafikia watu ambao sio Wakristo na Injili. Na unapopata nafasi ya kuwafikia watu ambao sio Wakristo, kuwafikishia Injili, lazima pia ujue kwamba unawaingilia katika engo gani au katika njia gani. Ni kama tu unapoenda shambani kulima. Unaona shamba ni gumu. Unapoanza kulima shamba lazima likawa ni gumu. Lakini ukipata mahali kwa kuanzia, maana yake ni kwamba shamba linaweza kuwa rahisi kwa kulima.
Hali kadhalika pia katika uinjilisti, katika kuwafikishia injili hasa maeneo ambayo bado hayajafikiwa na watu ambao kabisa hawajapokea neema, ndio tunaomba Mungu, tunaomba Roho Mtakatifu apate kutupa kibali, lakini wakati huu lazima tutafute jinsi ambavyo mwenyewe utapata kibali cha kuingia kwa wale ambao bado hawajapokea injili. Huyu ni Mungu ambaye tunamwabudu, ni Mungu ambaye tunamwamini. Tunao wenzetu ambao tunawasoma ambao sio Wakristo. Na ambao sio Wakristo, maana yake kwamba unapowapelekea habari za Ukristo lazima uwe makini, kwa sababu ukienda unaweza sema kwamba Yesu Kristo pekee yake, lazima uwe makini jinsi ya kumleta huyu Yesu ili kwamba akubalike na zaidi sana uweze kuingia, ili kwamba ile neema ipate kufunuliwa kwao, wapate kukaa na hata kusikiliza. Kuna bwana mmoja ambaye ametoa ushuhuda wake. Yeye alikuwa ni Mkristo, lakini dereva wake ni Muislamu. Anaendeshwa na Muislamu kila siku. Kila siku anatamani kumwambia habari za Yesu Kristo. Lakini pia kila akitafakari jinsi ya kuanza pia anakuwa na ugumu. Kama naomba tu kila siku, Mungu naomba nipe mahali pa kuanzia. Na alipopata mahali pa kuanzia, alianza tu kumweleza mazuri ya Yesu Kristo. Mazuri ya jinsi ambavyo anaishi, mazuri ya jinsi ambavyo sio kwa matendo wala sio mbona ni mtu ambaye ni ule mswahili kweli ambaye ikifika mahali hata kama anamuendesha bosi anafika mahali anasema anapanga hela ndio kusali bosi. Watu kwa namna hiyo yani yuko tayari na kuna watu nimeshafanya naye kazi hata mimi namna hiyo. Ni fundi mzuri sana. Fanya kazi lakini ikifika mahali ambapo ni ibada, hata kama ameshika tofali atolea tofali hapo aende kwanza kaswali. Kisha mwanzo ndio aendelee. Sasa dereva kama muda mrefu anafanya vile, lakini yule bwana akaona sasa mahali pa kuanzia. Kwanza yeye mwenyewe ana ushuhuda mzuri. Akishakuwa na ushuhuda mzuri yeye mwenyewe ambaye ni Mkristo, ili kwamba sasa kwa maisha yake mwenyewe aanze sasa kumueleza habari za Yesu ambaye anamwamini na tofauti na kile ambacho anakifanya ambacho ni matendo. Matendo ni mazuri, lakini haya matendo pasipo Yesu Kristo ni kazi bure. Watu ambao tunakutana nao ambao hawamjui Yesu Kristo, na ni jinsi ile ambayo tunaanza kuwafikishia injili pasipo kuleta kikwazo kwao, lakini kuwaongoza katika njia ambayo ni sahihi, ambayo pia tutawapelekea katika kupokea kile ambacho tumekusudia kuwaambia. Tunaendelea na mambo ambayo tumejifunza au tunajifunza dini ambazo za ulimwengu. Wiki iliyopita au somo lililopita tumeangalia dini moja ambayo ni sio ya Kikristo, na hili ambayo sio ya Kikristo ambayo tumejaribu kuitazama, jaribu kuangalia Uyahudi au Judaism. Jaribu kuangalia mfumo wake. Jaribu kuangalia jinsi ambavyo wanaweza kujificha kinyume cha mafundisho ya Agano la Kale. Wakisema kwamba wenyewe ni Wayahudi lakini sio Wakristo, kwa sababu ni Wayahudi kwa sababu sasa na sisi kwa vitu ambavyo ni vya Kiyahudi tunavifuata, kwa hiyo inaonekana kwamba labda inawezekana wakijificha pale leo tunasema kwamba ni imani moja, lakini sio imani moja. Judaism sio Ukristo, Judaism sio Christianity. Uyahudi sio Ukristo. Wenyewe bado hawajaamini kwamba Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya ukombozi. Bado wanaamini kwamba wanatarajia Masihi ambaye atakuja kwa ajili ya ukombozi kamili ambao ni political. Leo neema Mungu tutasaidie tuangalie kikundi kingine. Na hiki kikundi ambacho tunakiangalia ni kikundi ambacho kipo katikati yetu. Inawezekana kuna wenzetu ambao walikuwa huko lakini Mungu akawaondoa huko. Na kama ulikuwa Muislamu kaondoa huko, tutasaidiana baadhi ya maeneo ambayo tutasaidiana katika mawazo. Nimeshafundisha darasa moja ambalo nafikiri wana wanafunzi wawili wazuri sana wa Kiislamu. Sasa nyingine tunachangiana mawazo, wewe pia inakuwa ni vizuri kama yuko ambaye ana background, sababu sisi tunapata notes lakini wale ambao wanakuwa na practice zenyewe. Angalia Uislamu, na nimetoa hapo kichwa kwamba ni mtetezi au mtetezi wa Mungu mmoja kutoka Arabia, mtetezi wa Mungu mmoja. Kwa hiyo ina maana kwamba kutoa tu kwenye title yenyewe, kichwa chenyewe kinatuambia kwamba Uislamu ni monotheism, mtetezi wa Mungu mmoja. Na ndio baada akasema kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza vikashabihiana na vikafanana katika mambo ya hizi imani.
Waislamu sio polytheism, hawaamini miungu wengi. Na wakati mwingine wanatulaumu sisi ambao tunaamini utatu kwamba tunaamini miungu wengi. Wenyewe wanaamini Mungu mmoja, na kwa hiyo maana katika kumwamini Mungu mmoja kuna hali hiyo ya ufanano. Kwa nasema ni mtetezi wa Mungu mmoja, na kwa bidii sana, kwa bidii zote tasimama atetelee kwamba Mungu ni mmoja. Na kitabu nimekuwa nikitafuta sijipata kwenye library yangu. Nafikiri kuna watu lazima vitabu hapo baadaye wapishi. Sio nyinyi, lakini madarasa ya zamani. Tafuta sana kitabu changu kizuri sana ambacho nilipofundisha mara ya mwisho nilikitumia, Sharing My Faith with the Muslim. Kitabu kimoja kizuri sana ambacho pia nilikuwa natamani nikitumie, nikitafuta wiki nzima ili sipate. Anyway, pamoja na hayo yote tuangalie mambo mafupi muhimu kuhusu Uislamu kwa kifupi. Tuangalie kwa kifupi sana na utajifunza jambo za kumaliza kwa siku ya leo. Mungu akitupa neema tutamaliza. Kumaliza tuendelee kipindi kijacho tuangalie na dini nyingine, lakini tuangalie mambo machache kuhusu Uislamu ambao umetuzunguka. Nani anataka Uislamu? Abudi mwingine? Mmoja tu. Naenda msikitini au uzaliwa tu? Mwisha shiriki huko. Okay, sawa. Good. Neno Uislamu kwa jinsi ambavyo lilivyo inamaanisha unyenyekevu au kujisalimisha katika mapenzi ya Mungu. Hiyo neno ni nzuri sana. Neno kama neno lenyewe jinsi linavyotumika ni neno nzuri. Na lina maana mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye anajishusha, mtu ambaye anasubiri kwamba Mungu amwambie nini. Anaishi katika utaratibu ambao au anajisalimisha katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni neno ambalo linaweza kuwa na matumizi mazuri katika muktadha wa jao katika sura ya nje. Lakini wale ambao wanafuata Uislamu wanaitwa nani? Waislamu. Hiyo ni ndio tu haraka hapo. Nafikiri ni kwa kifupi tu hiyo. Kwa hiyo na maana kama tu jinsi ambavyo sisi ni Wakristo, maana yake ni wafuasi wa Kristo. Kwa pia wafuasi wa Uislamu wanaitwa Waislamu. Uislamu ndio Waislamu. Waislamu wanaamini Mungu mmoja na wanaabudu Mungu mmoja ambaye yote ambaye kwa Kiarabu anajulikana kama Allah. Na huyo ni Mungu mmoja ambaye tunaabudu na anajua yote. Kwa hiyo na maana kama tunafanana vizuri. Lakini sasa Mungu wako tofauti kabisa. Lazima niseme kuanzia mwanzoni kabisa. Sio tukawa katika hali ya kulinganisha, tuseme labda kwamba labda Mungu wao na Mungu wetu ni kitu kimoja. Hapana. Kuna tofauti mkubwa sana. Na ndio maana tunasema hizi ni dini za ulimwengu, dini ambazo haziamini Mungu wa ukweli. Wafuasi wa Uislamu, by the way, na sote wafuasi wa Uislamu wanalenga kuishi maisha ya kujisalimisha kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu. Wanaamini kwamba hakuna kitu kinachoweza kutokea bila idhini ya Mwenyezi Mungu, lakini pia wanaamini kwamba kuna uhiari katika maisha ya mwanadamu au nafsi ya mwanadamu. Tunaamini hivyo pia. Katika hizi kutanguliza kwanza inawezekana kama vile kuna vitu vingi ambavyo tunakuwa katika hali mfanano sana. Wanalenga kuishi maisha ya kujisalimisha kikamilifu, na moja wapo kati ya mambo ambayo kuna mambo mazuri ya Uislamu, kuna mambo mazuri sana katika dini ambayo ni ya Kiislamu. Maana nasema kwa mara nyingi sana tungeo tunaenda mbinguni kwa matendo mazuri au matendo mema. Mimi naamini Waislamu wangeenda mbinguni kwa sababu ya matendo ambayo wanatenda matendo mema mengi, wanatenda matendo sana. Yaani kwa matendo ya mazuri, wakati mwingine wanaweza kuzidi sio wa Kristo. Kwa matendo mazuri wanafanya jitihada, kwa sababu nini? Kwa zile jitihada ndizo ambazo zinafanya kuwajihesabia haki kwamba ina uwezo wa kwenda mbinguni au kwenda maisha ambayo ni ya raha. Wanaamini kwamba hakuna kitu ambacho kinatokea pasipo Mungu kuamua. That means Mungu ndiye ambaye anaamua kila kitu. Na sisi tunasema kwamba katika mambo yote tunajua kwamba Mungu hutenda kazi kwa wema. Kwa hiyo maana kwamba kila jambo ni mpango na ni kusudio la Mungu, na ndio maana tunakubaliana kabisa na hilo pia kwamba na sisi tunakubaliana kila kitu ni mapenzi ya Mungu yanatendeka. Lakini pia kuna utashi wa hiari wa binadamu. Mungu hajatuumba sisi kama robot, kama mashine. Hajatuumba kucontrol kila kitu, ametupa ule utashi wa kuamua, free will. Mbona ni free will? Kwa wanadamu pia na free will, na ndio wanaamini free will katika maisha ya kawaida ya mwanadamu.
Amini wanafundisha kwamba wanasema kwamba neno la Mungu la Allah liliteremshwa kwa Nabii Muhammad kupitia malaika Gabriel au Jibril, kama anamwamini kwa yeye ndo habari shusha kitabu ambacho wanakishikilia na wanachokiamini, na kwamba wanaamini kwamba mitume kadhaa walitumwa kufundisha sheria ya Mwenyezi Mungu. Waislamu wanadai kuwa Muhammad ndiye alikuwa nabii wa mwisho kati ya manabii wote ambao walitokeza, yeye nabii wa mwisho na mtume wa mwisho. Msikiti ni mahali ambapo Waislamu hukutanika kwa ajili ya kuabudu. Sura mkamika katika nyumba za ibada, makanisani, Wayahudi, sinagogi, Waislamu. Kwa vitu kama hivi lazima ni vitu ambavyo vya kawaida, sawa? Sasa unaweza kujiuliza sasa kuna umuhimu gani sisi Bible college tunasoma mambo? Sawa? Baada ni comparative religion, lazima ulinganishe tunaamini nini na wenzetu wanafanya nini. Wanaamini lazima tulinganishe imani ili kwamba tujue kwamba je, hii neema ambayo Mungu ametupa kusimamia mahali hapa ninaiteteaje na ninaishindania na namna gani imani ambayo mimi ni Mungu amenipa, nimeonekana niko katika imani, ninaisimamia na ninaitetea namna gani. Baadhi ya maeneo matakatifu katika Uislamu ni kuna mahali panaitwa kaburi la Kaaba liko Maka, msikiti wa Al-Aqsa huko Jerusalem. Hapa ni mahali ambapo ni ngome ambayo ni muhimu sana. Msikiti wa Al-Aqsa mahali ambapo Dome of the Rock, mahali ambapo wakapiga hali ya kusema kwamba hekalu lilikuwa hapa na msikiti huko hapa. Nilikuwa nasoma tu juzi kwenye vyombo vya habari kwamba kuna utofauti kidogo ya Al-Aqsa na mahali ambapo katika hekalu lilipokuwa, kuna uwezekano hekalu likajengwa bado. Kwa hiyo na maana kwamba bado itazuia. Sasa watu wengi walikuwa wanasema kwamba haiwezekani mpaka ule msikiti ubomolewe ndio hekalu lijengwe, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kijiografia hekalu likajengwa bado msikiti bado uko pembeni. Lakini anyway, ni baadhi ya maeneo ambayo ni muhimu sana katika nguzo za Kiislamu. Kwa maana kule Kaaba, Maka, msikiti wa Al-Aqsa Jerusalem, lakini pia kuna msikiti mkuu wa Mtume Muhammad ambao uko Medina. Yaani maeneo muhimu sana katika Uislamu. Kwa hiyo Muislamu yote lazima tukueleza mambo matatu ni muhimu. Ikumbuke kwamba Waislamu wanashikilia sana kushikilia vitu na kukariri vitu na kuamini vitu na kushikilia vitu na kuvikariri ili kwamba waweze kuwafundisha wengine na wengine na wengine. Pasipo hata kusaidia hata bila kuna darasani. Anaweza sisi darasani lakini akakufundisha vitu vingi sana ukakaririshwa Qur'ani. Ukakaririshwa kitu kama hiyo ukakariri chochote ukaimeza, ukakariri. Ujaenda darasani, ujaenda mahali popote unasoma lakini ukakariri mpaka ukawa unakaririshwa na unasema kafiri mtu ambaye msomi kwa kusoma. Kwa sababu gani? Matendo na matendo. Qur'ani ambayo ndio maandishi matakatifu ya Uislamu na hadithi nyingine ni muhimu ambazo tunazitumia. Kwa hiyo kitabu chao muhimu ambacho tunakitumia ni Qur'an takatifu ambayo ndio kitabu chao. Sio Biblia. Ndio watakuwa wanatumia Qur'an. Wanaamini kutakuwa na siku ya hukumu ya mwisho baada ya kifo. Kwa hiyo wanaamini maisha baada ya kifo, wale ambao wameishi maisha mazuri kwa ajili ya umilele na wale ambao wameishi maisha mabaya kwa ajili ya hukumu pia ya milele. Wao kuna maeneo ambayo tunakubaliana, lakini kuna mahali ambapo kuna sehemu kubwa ambazo tunatofautiana ambazo ndio zinafanya Uislamu uite kwamba sio dini ya kawaida bali ni dini ya ulimwengu au ni dini ya uongo. Historia yake. Tufunze historia kwa kifupi. Nenda kwa haraka sana tafadhali, kuona hapo tufuatane. Nenda kwa haraka zaidi na naamini kwa sababu pia tutamani hizi kitu tumalize kabla muda. Hata hivyo tutajitahidi tutafikia wapi. Historia. Uislamu ulizaliwa katika karne ya 7. Miaka ya 600 na kitu 700 baada ya Kristo. Dini inazunguka katika mtu mmoja ambaye anaitwa Muhammad. Hivyo basi asili ya imani inapatikana katika mtu mmoja Muhammad. Uislamu unapatikana hasa kule Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Ni kati ya dini ambayo inakuwa kwa wingi sana. Baada ya Ukristo, yenyewe ndio inakuwa leading, ndio inaongoza. Ukristo upo, inafuata kwa spidi kubwa kabisa ni Uislamu.
Na huwezi kushangaa mpaka sehemu ambazo tunasema ni za Kikristo, Uislamu umeshapenyeza na uko wengi sana. Wanajitihada kubwa katika uinjilisti, wanajitihada kubwa katika kueneza imani yao, wanatumia kila aina ya mbinu kwa ajili ya kueneza, kwa sababu wao kufanikiwa kumpata mtu mmoja ambaye amekubali kuingia Uislamu, yule ambaye amepata thawabu kubwa sana. Na mimi utanisaidia hilo pamoja. Ndio. Yaani ukijitahidi ukapata convert mmoja kama vile umepata thawabu, sababu ndio ambacho kinakuaminisha katika maisha ya milele. Hapo pamoja na hayo yote, bado maisha yanakuwa ni miserable. Unakuwa maisha ambayo hayana amani, una amani rohoni. Sasa ukawa unafikiria vitu vingi vya kufanya ili kufurahisha, lakini bado hautakuwa na amani. Amani ya pekee inatokana kwa Yesu Kristo. Ndio watafanya jitihada kubwa sana. Sikutegemea kwamba niende Umasaini nikute msikiti. Sababu kawaida wa Masai ni watu ambao ni traditionalists. Na wengi ambao wanatoka kule wengine wanakuja Ukristo au mishonari uliendea. Lakini ukienda kule sasa hivi msikiti imejaa. Tanjia kwenda Monduli kule msikiti ipo. Kitu ambacho siwezi kuamini. Na wakijenga ile misikiti mizuri na pia kuleta vitu ambavyo ni vya hamasa na kuhamasisha. Sisi wa Kristo hakuna jitihada. Tunasema Yesu anaokoa na neema inatosha. Sasa ukija tena ambao ni Calvinism, ambao ni Presbyterians, tunasema nini? Once saved, kabla hapo. Nani sema? Election, Mungu anajua walio wake. Kwa mnaja kupambana. No. You have to go and preach the gospel. Lazima tuende. Lazima tuende sababu Mungu anajua walio wake, Mungu anajua walio wake, alafu unakaa sema wamehifadhiwa, they are preserved, wameokolewa, wataokolewa. Hapana. Lazima tuende. Wale ambao ni uongo wanafanya jitihada kubwa. Sisi ambao Mungu amekupa mandate ya kwenda, tunasema kwamba hainatosha, haijatosha. Wito mkuu ambao tuliambiwa enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yesu anatuambia enendeni, bado hatujamaliza hiyo kazi. Na kwa sababu tujaimaliza, ukirelax, tukipumzika, wale ambao ni wa mataifa wanaenda wanafanya zaidi. Wanaenda badala sisi wa convert mataifa ndio wanaconvert wa Kristo. But be very careful. Ni kazi ambayo Mungu ametupa na tumeshindwa kuifanya. Kwa hiyo nimesikitika sana nilipoangalia statistics jinsi ambavyo Uislamu unakuwa kwa kasi sana. Ukiangalia miaka, ukiangalia trend ya kukua kwa Uislamu kwa miaka karibuni, unakuwa kwa spidi sana. Marekani, sehemu ambazo tunategemea ni nchi ambayo ni Kikristo, lakini Uislamu unakuwa kwa spidi. Wale ambao makanisa mengi sasa hivi yanafungwa na wengi wanakuwa ni Waislamu. Kwa nini? Wakristo wameshindwa kufanya kazi ile ambayo tulipewa na Yesu Kristo mwenyewe. Na tukishindwa maana yake kwamba kwa tumeshindwa kufanya ile kazi ambayo Mungu ametupa. Kwa hiyo kupatikana sana Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, lakini pia hizi data za zamani imesema kwa wingi, lakini sasa hivi unapatikana kila mahali. Kwa Afrika Mashariki Tanzania inaongoza kwa kuwa na Waislamu wengi. Fuatiwa na Kenya, fuatiwa na Uganda, fuatiwa na nchi zingine. Lakini kwa Tanzania, kwa Afrika Mashariki Tanzania inaongoza. Of course kwa Afrika ya Kaskazini, nchi za Afrika ya Kaskazini ziko nyingi sana ambazo kwa sababu ni nchi za Kiislamu zaidi. Of course ukienda kama Somalia, it's almost 95% ni Waislamu. Wakristo pale wachache sana na dini za kiasili. In all the cases bado tunaendelea kusoma ili kwamba tujue jinsi gani ambavyo tutafikisha injili kwa wale ambao bado hawajapokea injili. Mahubiri ya Muhammad na maono ya huko Maka yalipata upinzani mkubwa. Alipoanza alipata upinzani. Hakukubalika mwanzo, alipoanza hiyo karne ya 7. Sababu ilikuwa ni kwa sababu ujumbe wa Muhammad ulitishia sio tu ushirikina maarufu kwa mfumo wa ibada miungu wengi, bali nguvu ya kisiasa na hali ya kiuchumi pia. Muhammad alianza kuhubiri monotheism. Alianza kuhubiri Mungu mmoja.
alipendezwa na mfumo wa Uyahudi, Judaism na Christianity, kwa akaenda kuhubiri Mungu mmoja. Alipohubiri Mungu mmoja, wale ambao walikuwa wanaamini miungu wengi, sababu kwa biashara sio maisha, sababu watu bora viona vya kutengeneza miungu automatically, kama wanakiona kutengeneza miungu, alafu ndio maana wasema kwamba wakati nimechoa hivi tunaomba waliona huyu jamaa mbona hii ameleta hii mtoto nimechoa sio kwa sababu ameleta imani ya Mungu mmoja, maana biashara yetu inayumba, biashara yetu haita kuwepo tena. Hali kadhalika Muhammad pia alipata upinzani, unaleta imani ya Mungu mmoja, sisi tutauza miungu na sisi biashara yetu tunafanya biashara ya miungu. Akapata upinzani mkubwa kiasi ambacho mpaka akamfukuza kwamba asiende tena kwa mahali pale. Lakini pia sio tu katika hali ya imani, lakini pia katika hali ya biashara, katika hali ya kisiasa na kiuchumi, kwa sababu alisisitiza kwamba lazima watu waamini kitu hiki kimoja. Msisitizo wake ulifanya watu wakamchukia. Matokeo yake Muhammad alipata wafuasi wake wa kwanza miongoni mwa tabaka la chini na wale ambao walikuwa wameiva katika kwa ajili ya utaratibu mpya wa kijamii. Walioanza ni wale ambao wa chini kabisa, ndio walianza kufuata imani yake ambayo aliileta, imani mpya kabisa ya kumwamini Mungu mmoja, kuachilia mbali ya mambo ya miungu wengi. Sasa wale ambao ni matajiri walikuwa hawezi kuacha biashara zao za kuua na miungu wengi. Sababu kuna matajiri ambao kwa naamini labda kwa na miungu wengi, kila mungu analeta baadhi fulani. Kuna Mungu ambao ni wa fedha, kuna Mungu ambao ni nini, kuna Mungu ambao ni mafanikio, kuna Mungu miungu ya kwa miungu mingi katika ushindani. Sio kusema Mungu mmoja au kumwamini au kumpenda. Lakini watu wa chini ambao low class walimwamini na wakaanza mambo ya imani mpya. Namo mwaka 1922 alisafiri kwenda Yathrib, na katika safari yake ambayo alifanya kwa ambazo sasa inaitwa Medina, alisafiri kwenda Yathrib ambayo Medina kwa sasa hivi. Tukio la linaitwa hijra. Hijra na alipoenda ilikuwa ni kati ya safari takatifu ambazo alizifanya. Hijra maana yake zinafanyika mara nyingi sana, watu wanafanya, sio Waislamu pekee yake, hata Wakristo ushaka kwa wale ambao wa Katoliki wanaenda kwa ajili ya hijra, naenda kwa ajili ya kutembelea, kwa ajili ya ibada takatifu, kwa ajili ya kutembelea. Na hata wakati mwingine ukiwa na hijra kwa kutembelea mahali inakubalika. Na alipoenda ilikuwa ni mtazamo mpya wa hatua muhimu katika mabadiliko ya mfumo wa Uislamu. Kuanzia hapo na kuendelea, Uislamu haukuwa tena dini, bali kwa ni mamlaka hususi ya kisiasa. Kwa maana kwamba watu ambao walikuwa identified kama Waislamu wakawa ni watu pia ambao wana mfumo wao wa kisiasa ambao pia ulikuwa na uongozi ambao ulikuwa umeshikiliwa vizuri. Huko Madina, jumuiya ya waumini ikawa ni dola, na Muhammad akiwa kiongozi wake wa kidini, lakini pia kiongozi wa kisiasa. Kwa hiyo unaona kwamba wananchi sana mfumo ulipoanza au kuanza kama mfumo wa dini pekee yake, lakini pia ulikuwa ni mfumo ambao ni wa kisiasa. Ndio maana alipata upinzani mkubwa alipoanza miaka ya 630, kama miaka 8 baadaye. Wale wafuasi wa Muhammad ambao waliweza kuchukua mji wa Maka pasipo upinzani, kwa chini ya Uislamu. Kiongozi wao mkuu akiwa ni Muhammad alitangaza rasmi kuwa Kaaba au tunaita ni hekalu liloko Maka lilikuwa ni eneo takatifu zaidi katika Uislamu. Hadi leo Waislamu huelekeza maombi yao kuelekea mji wa Maka na madhabahu ya Kaaba au altar ambayo iko mahali pale. Kwa maana mara nyingi sana wanasema kwamba historia inasema kwamba unapojenga msikiti, mosque inapojengwa lazima itazama kibla kabla maana maana msitu hii na ni hiyo kibla sio lakini kuna direction ambayo unapoanza kujenga construction lazima uwe na face ambayo sio kaskazini peke yake, sio kaskazini ambayo kwa kaskazini ya kule kabili ya kusini. Kwa maana kuna direction ambayo unajua kwamba hii Kaaba hii na ni Kaaba iko mahali gani, hii Maka iko namna gani, ili kwamba msikiti uelekeo mahali pale. Kwa maana nyingine maombi yanaelekezwa kule, kama tulisi ambao pia Wayahudi wanafanya.
Wayahudi nao pia walikuwa wanafanya ibada zao kuelekea Yerusalemu. Sio mahali ambapo hekalu lilipokuwa. Kwa hiyo na maana kwamba ibada ilikuwa si katika hali ya kiroho, lakini pia ni katika hali ya kijiografia. Na hao pia Waislamu sio habari ya kiroho, lakini pia kuna jiografia ambayo iko ndani yake. Kwa lazima kwamba kuwe na mwelekeo ambao ule mwelekeo ndio ambao utaonyesha kwamba ndio maombi yanafanyika, maombi ambayo ni sahihi. Unapojenga msikiti lazima ibada zote zifanyike, na hata kama sio msikitini, sangine wanaweza kuamua kwamba wametenga chumba fulani kwa ajili ya ibada. Naposema kama Muislamu alipokuwa anafanya kazi, akisema hata mahali kwa ajili ya kufanya ibada, atafanya usafi, alifanyia usafi, atatandika kama ni nguo atatandika chini, kama ni mkeka atatandika, lakini position lazima anaangalia position ambayo hawezi kuweka mahali popote. Anaweka position ambayo anajua kwamba anaelekea uelekeo gani. Ndio maana ndio very careful katika haya. Ni makini sana. Sisi wa Kristo tuko makini namna hiyo. Narudia tena sentensi. Sisi wa Kristo hatuko makini katika ibada kama jinsi ambavyo wenzetu wanakuwa katika ibada kimakini. Ibada zetu zimeyumbishwa, zimevurugwa, na hata zimefika mahali ambapo sasa tunaona kwamba ibada zetu ni kama vile zinachemka katika hali ambayo ya kumwagika ili kwamba hata zipotee. Sababu imefika mahali ambapo tumevutwa sana na dunia. Badala ya sisi kuishawishi dunia imekuwa mahali sasa inatushawishi sisi. Baada ya dunia kuvutwa na Ukristo ili kwamba dunia ibadilike, sisi ndio ambao tunaifuata dunia na tuleleta dunia katika ibada zetu. Wenzetu ni tofauti. Hawaabudu sahihi, ibada yao ni ya uongo. Pamoja na ibada yao ni ya uongo, lakini imefika mahali ambapo kisheria au kiutaratibu wanakuwa katika discipline, katika nidhamu kuliko sisi. Kwa nini sisi tusio katika nidhamu katika kumwabudu Mungu? Kwa nini sisi tusio katika nidhamu au ule uhuru ambao tunautumia umekuwa ni kipindi wakati ambapo unapitiliza neema, kuchezea neema. Je, tudumu katika dhambi kwa sababu neema izidi kuwa nyingi? Hasha, Mungu amekataa. Sasa sisi tunasema neema, kwa hiyo tunafanya hata maovu sio kwamba neema ipo. Wenzetu wako strict katika ibada na katika taratibu za ibada. Kama ni muda wa kusali, wanaenda kusali. Tazungumzia baadaye kwa mbele na kufika pointi kama hizo. Wakati mwingine zinakuja tu kwa sababu labda jaribu kutafakari, siamini, sisemi kwamba ni watu wazuri, kwamba wanaenda mbinguni, lakini kwa matendo wanathibitisha. Aisa nimesikia kwa ushuhuda bora tulioga mara nyingi sana. Kwamba alitoa principle wetu miaka ya nyuma kidogo, kwamba kuna missionary ambaye alipoteza simu. Na alipoteza simu akaiacha dukani leo. Kwanza watu wote kwenye duka la Muislamu akaacha simu akasahau. Kaenda kwa ibada akakuta simu haipo. Akarudi akakuta mlinzi getini. Alipokuta mlinzi pale getini akamwambia, samahani, nimesahau simu yangu. Mlinzi unajua hicho mjibu? Utaikuta kwa sababu mwenye duka ni Muislamu. Alima utaikuta kwa sababu mwenye duka ni Muislamu. Maana yake ni kwamba angekosa Muislamu ni ushuhuda gani ambao tunaportray, ni ushuhuda gani ambao tunapeleka kwenye jamii, ni ushuhuda gani sisi wa Kristo ambao yani watu wanamsomaji, watu wa nje nasema kwamba ni kweli nitaiba, alafu nikiiba neema itakuwa tena. Yani Mkristo anapokuwa anafanya jambo baya kwa sababu nina nafasi ya neema kuendelea kuonekana, nafanya tu jambo baya kwa sababu neema inazidi kuonekana. Hapana. Nafika wakati wa kwenda ibadani, nafika wakati ambao unakwenda kusali, ni wakati ambao uko na hofu ya kumsogelea Mungu katika ile ibada. Muislamu wako unapaka kitu anaanza kuomba staki ili akaswali. Nilikuwa naenda Kenya, nipita pale na Manga Boda. Pale kuna money exchanges, wanabadilisha fedha wa Somalia kwa pale. Unapata pesa nyingi tu ili kwamba unafanya transaction ya kubadilishana fedha. Unapata pesa ya Tanzania ila kupea Kenya, au na Kenya kwa Tanzania, unafanya money transactions mali kama bureau. Ukiwa unafanya biashara, muda wa kuswali ukifika, ile swala ni muazini akifanya nini? Muazini
akifanya ile akiita ile mambo tuende wakaswali sasa. Kama alikuwa anafanya biashara watu wakamwambia acha sifanye tena. Hivi Mkristo mmoja muda akiingia kwa wale mtu ambaye dukani kwa kufunga duka. Nauza biashara, nauza mwisho hii. Sasa tu niuze mwisho. Unapouza mwisho anakuja mwingine. Utaacha nauza tena mwisho. Nauza tena mwingine mpaka unachelewa na kanisani. Hawachelewi wale. Anafunga. Kwa nini umefunga? Ni muda wa kuswali. Very simple. Ni muda wa ibada, ni muda wa Mungu. Kwao very strict, lakini kwetu sisi very loose. Anyway, kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba wale watu ambao ni makini sana katika hali ya vile ambavyo ni sahihi, lakini wakati Muhammad alipofariki mwaka 632 kwa Christian note, kuna maswali ambayo kuuliza ngaji sio muhimu sana kwa wokovu, sio muhimu sana kwa maisha ya Kikristo, lakini ni muhimu kwa sababu darasani, sawa? Alipofariki mwaka 632, Uislamu ulikuwa tayari umefika sehemu kubwa za Asia, Afrika na hata Ulaya. Leo Uislamu unazidi zaidi ya wafuasi milioni hii na zamani sana. Bilioni hii inaopata haina maana hiyo. Hizi statistics ni za uongo sana. Ni bilioni, sio bilioni, sio milioni. Na kati ya ni dini ambayo inakuwa kwa haraka zaidi ulimwenguni. Wafuasi wazidio sio milioni 450 zaidi. Hiyo ni kati ya dini ambayo inakuwa kwa wingi sana. Jambo la tatu ambalo niliangalia kwa haraka, kuangalia sasa Muhammad mwenyewe na Uislamu wake. Alizaliwa na Mariam. Sana ndani sana katika sababu sio kusudi letu sio kuwasoma hao. Kusudi letu ni kusoma wanaamini nini? Tofauti na sisi tunalinganisha wanachokiamini na sisi tunachokiamini. Usitaenda ndani sana, tutakwenda ndani tafadhali. Chukua muda wako kama uta specialize kwenye kusoma. Kuna watu ambao wana specialize kusoma dini za ulimwengu. Unaweza kwenda kusoma dini za ulimwengu, uka specialize kusoma dini moja, ukachimba mpaka ukajua maana yake, mpaka ukajua jinsi ambavyo ilizaliwa, ilitokea. Muhammad alizaliwa karibu mwaka 570 kule Mecca, Arabia, sasa ni Saudi Arabia. Mzaliwa kwake, na alifariki Juni 8, 1932 kule Madina. Na alikuwa ni mwanzilishi wa Uislamu, lakini pia mtangazaji mkuu wa Qur'an takatifu. Yeye ndiye ambaye ameendeleza sana, na ndio maana hakuna jambo ambalo linaweza likafanyika katika Uislamu pasipo kumtaja Muhammad. Muhammad ndiye ambaye wanamwamini kama jinsi ambavyo sisi tunamwamini Yesu wetu. Sio? Wewe muamini Yesu Kristo ni mfuasi, sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Waislamu wanamwamini Muhammad kama ndio muasisi wa Uislamu, ndiye ambaye alianzisha kitu kinachoitwa dini ya unyenyekevu, kunyenyekea, kujitoa kwa Mungu mmoja, kuacha kuamini miungu wengine. Yeye ndiye ambaye alikuwa ni muasisi. Alikufa lakini akazikwa, tofauti na Ukristo ya kufuka. Na lake bado lina mabaki. Siku ya mwisho parapanda itakapolia, pia kaburi la Muhammad unakuwa kafuka mahali pale. Tofauti na Ukristo ambapo tunasema kwamba kaburi la Yesu Kristo ni tupu ambayo tumaini la Kristo. Tupu, empty tomb. Hao wengine wote makaburi yao yana waasisi wao kule ndani. Baba yake aliitwa Abdullah alifariki kabla ya kuzaliwa kwake, na mama yake aliitwa Amina alifariki Muhammad akiwa na umri mdogo, miaka 6 hivi. Hivyo alilelewa kwanza na babu yake na Al-Muttalib, na baadaye baba yake aliitwa Talib. Muhammad alikuwa wa ukoo wa Hashemite wa kabila la Al-Quraysh. Kwa lugha rahisi ni kwamba yeye alikuwa katika maisha ambayo ni duni, hakuwa katika maisha ambayo ni ya juu sana, japokuwa historia inatuambia pia wazazi wake walikuwa sio watu maskini sana. Kwa hiyo ndio na uwezo, lakini hata hivyo kama wazazi wameshafariki ukiwa mdogo na mnaye, maana ni kwamba alikulia katika maisha ambayo sio ya anasa, sio maisha ambayo yalikuwa katika hali ya kujua vitu vingi katika maisha ya kianasa. Mecca ilikuwa makao ya madhehebu mawili ya miungu wengi yenye kuheshimiwa sana, ambayo miungu yao ilifikiriwa kulinda biashara yenye faida kubwa. Kama nilivyotangulia kusema pale awali, alipokuwa akaona jinsi ambavyo kuna a lot of superstitions, ushirikina ulikuwa ni mwingi, kwa sababu eneo la Maka lilikuwa lina biashara kubwa, lakini pia kuna miungu wengi, na watu walikuwa wanaamini miungu wengi, na watu walikuwa wanaamini kwamba
faida zao, biashara zao ziko zinastawi kwa sababu ya miungu kuwa wengi. Baada ya kufanya kazi kwa miaka kadhaa kama mfanyabiashara, alikuwa ameajiriwa na mama mmoja ambaye huyo mama alikuwa ni mjane, lakini alikuwa mjane tajiri, akawa anamfanyia kazi ya biashara, labda kama ni shopkeeper, labda kumuuzia au kumsafirisha bidhaa, lakini alikuwa ameajiriwa kwake, na ili kuhakikisha usalama wa safari yake kuelekea Syria katika mambo ya biashara, hatimaye alifunga ndoa na huyo mjane aliyekuwa na miaka 40. Kupishana sana kile kamuoa. Alikuwa ni kijana wake wa biashara katika business dealings. Akaanza business dealings na hakuna shida yote. Hapo yeye kurudi baya. Sababu si alikuwa ni mjane, sio alikuwa ni hakumuoa mke wake. Alikuwa ni mjane. Nini? Umri sio sababu. Mtu ana shida, umri ana shida. Umri mnamo. Yeye mwenyewe alikuwa na miaka 25, kwa maana kuna gap kubwa. Kama vile alikuwa mama yake. Anyway, walikaa kwa pamoja na ambao walikuwa na watoto 6, mabinti wa watu. Kuna ambao wanasema ni 6, kuna ambao wanasema ni 7. Sasa hiyo vitabu vingi ukisoma vingine vinakwambia ni 7. Pamoja na kusaidia kwa watoto ngapi ulifunjua kwa madrasa? 7. Kuna vitabu vinasema 6, kuna vinasema 7, ndio maana nimesema direct hapo ni kwamba sababu unajua mtu hapa anasikiliza na kusoma baadaye. Ni kweli kusoma vitabu vingine vinasema ni 7, vingine vinasema 6. Mimi ningechukua vile vya 6 kwa sababu ya sababu mabinti wa na watoto wa kiume walikuwa ni 2, na wengine wanasema mabinti ambao watoto wa kiume walikuwa ni 3. Sababu jinsi ambavyo walikuwa hizo ni sources tofauti ambazo tunakubaliana na waandishi mbalimbali jinsi ambavyo wanaandika taratibu zao. Kwa kuzaliwa kwake, maisha yake ya awali, sinulize sana kwamba kwa nini alimuoa mjane huyu mkubwa, kwa nini alifanya hivyo, lakini alikuwa kuna faida ndani yake, kwa sababu kwanza katika mambo ya biashara, business dealings, kwanza kwa faida huyu mama alikuwa na faida na huyu kijana. Alikuwa kama mlinzi wake, kama askari wake, kama kamanda wake, kama mtu wa kulinda misafara yake ya kibiashara. Kumbuka wakati ule ulikuwa kuna biashara kama unaofanya leo, unapanda basi unaenda Dar es Salaam au unapanda basi unaenda Mwanza. Tunaitwa caravans, misafara ya kibiashara. Natoka hapo unachukua safari, unachukua ngamia au wanyama wa jangwani, unatoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, na hapa katika tunaweza kuvamia kwenye bidhaa zote. Kulikuwa ni misafara na maana ya biashara, sio katika uwepesi wa ulinzi kama jinsi tulivyonavyo siku za leo. Kwa hiyo ilikuwa ni vizuri sana kwa huyu mama alicho kwamba alipata mtu ambaye pia aliyekuwa ni mwaminifu, sio mwaminifu lakini ngoja siri katika ile kulinda biashara zake, kwa maana kwamba akamuadapt akawa kama mtoto wake, lakini pia kama mume wake, kama kijana wake. Wito alipata wito pia, kama sio kwa kupata wito. Akawa wito, lakini sasa wito wake ulikuwa sio wito wa wokovu kama walivyozungumzia wito wa wokovu sisi. Ona wito wa wokovu na wito wa utumishi, alikuwa na wito. Akiwa kijana sitafuta usingizi sawa. Naomba tafuta usingizi kwa lazima kama naona. Yaani ndio unajilazimisha kabisa kusinzia. Usijilazimishe kusinzia. Jilazimisha kufungua macho hivi. Akiwa kijana mdogo, Muhammad alikwenda katika safari za misafara au hizo safari ambazo ni caravan route, misafara kwenda Syria na Palestina, na akakutana na Uyahudi na Ukristo ambao ulimpendeza. Katika misafara yake akakuta watu ambao wanasali katika masinagogi na katika nyumba za ibada, na alipoenda kule akakuta mbona kama watu wanaamini Mungu mmoja. Kwa hiyo kama inaitwa monotheism, Mungu mmoja. Kwa hiyo nafikiri katika misafara yake ya biashara alipokutana na Wayahudi ulimvutia, akakataa ushirikina wa ibada ya miungu wengi ulioshikiliwa na watu wake wa pale Meka. Watu wanasali Mungu na miungu mingi. Sasa alipoenda akakuta akakuta Ukristo Mungu mmoja. Akakuta kwa Wayahudi akakuta Judaism ni monotheism, Mungu mmoja. Akasema hivi kitu cha Mungu mmoja ni vizuri. Kwa hiyo nikirudi kule na mimi naenda kufanya nini? Naleta hii wazo la kwenda kwa Mungu mmoja, tuachane mambo ya miungu wengi. Kwa akaja ndio wazo ambalo nilileta. Akiwa na umri wa miaka 40, Muhammad
dini ya Mungu mmoja, anasemekana kuwa maono yake ya kwanza ambayo yameandikwa katika Qur'an pamoja na mafunzo yaliyofuata, mwanzoni kabisa hakuwa na uhakika wa chanzo cha maono haya yawe ya kimungu au ya kishetani, lakini alisema ni maono. Amepokea maono na maono haya ndio yaliandikwa ya kwanza. Mke wake ambaye ni Hadija alimtia moyo na kuamini kwamba alikuwa ni maono ambayo kutoka kwa Mungu. Usiogope. Naona kwamba nilipata maono, mafunuo jinsi ya kutangaza Mungu mmoja na nini. Katika moyo kama kutoka kwa Mungu na fuasi wa kwanza, na huyu Hadija akawa ndio fuasi wa kwanza. Very good when your wife become your first disciple. Natia moyo wakati mke wako anakuwa ndio mshirika wako wa kwanza. Amen. Natia moyo pale ambapo unapofungua kanisa, Kristo wako wa kwanza anakuwa ni wife wako, mke wako. Haleluya. Sio na asali tofauti, mke wako na asali kuna ile asali kule. Mkatoliki na yeye ni wewe ni Presbyterian no. Lakini pia sinipige sawa. Sinipige baadaye. Lakini pia wanasema kwamba Dominika na wale ukweli kama ni uongo na ukweli. Nasema kwamba niache. Rome sema niseme Rome sio sema. Anasema kwamba mara nyingi sana wanaume wanatakiwa makini sana katika imani. Usipokuwa makini katika imani, unaweza kumyumbisha mwanamke. Ukiwa mchungaji, sawa? Ukiwa mchungaji ambaye unachukua briefcase yako kwenda kanisani kila Jumapili, kwa kwenda kanisani. Ukaacha kuwa mchungaji, ukaacha kufanya biashara nyingine. Mke wako alikuwa anakusaidia biashara kwa kwenda kanisani, atakusaidia kwa kwenda mahali ambapo unaenda. Kweli si kweli? Kweli. Ndio msisikilize sasa. Yaani maana yake ni kwamba ushawishi mkubwa wa ndio maana katoa mume ni kichwa cha nyumba. Na lazima uwe makini kwa kile ambacho umeamua unakifuata na kiamini. Ukiamua kwamba kuanzia leo mimi naanza kuwa Freemason, na mwanamke atafanya nini? Atakufuata kwa kukuheshimu. Inawezekana kwamba akawa na conviction ambayo sio sahihi, inawezekana kwamba msukumo wako, lakini pia atakuheshimu na atakufuata. Ndio maana lazima uwe makini. Kwa hiyo huyu nani huyu Mohamed alipokuja tu kutoka misafara yake ya biashara, akakutana na Hadija ambaye Hadija labda alikuwa na miungu yake mingi akopepanga kwenye biashara zake. Aliposema kuanzia leo tunaachana na miungu, tunaamini Mungu mmoja, watu walikataa. Alipata upinzani mkubwa, watu wengi walimpinga, wasema haiwezekani tuache miungu ambayo inafanya biashara inatoa faida. Na hata wale ambao walikuwa ni wafanya biashara wenzake walikuwa ndio waliona kwamba are you crazy, umechanganyikiwa. Lakini Hadija alimwambia mume wake, haya ni maono ya Mungu, na kama ni maono ya Mungu tuyafuate. Na wakakubali wakafuata kuamini Mungu mmoja. Sasa unapoamini Mungu mmoja, lakini sasa bado Mungu mmoja sio Mungu ambaye tunamwamini wa Biblia. Wewe sio unasema amen. Sawa? Sio kasema amen kwa sababu ni Mungu mmoja, hapana. Mungu mmoja katika mtazamo ambaye yeye aliuona. Baada ya Hadija, mfuasi muhimu zaidi alikuwa ni mfanyabiashara tajiri aliyeitwa Abubakar, ambaye hatimaye alikuwa mmoja wa warithi wake katika mambo yao ya kiimani. Kwa mfuasi wa kwanza alikuwa ni Hadija mwenyewe, kaja akafuatia Abubakar ambaye alikuwa ni mfanyabiashara tajiri. Maono haya yaliashiria wito wa kinabii wa Muhammad kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Muhammad alipata maono kati ya kipindi cha miaka 22 iliyofuata hadi kifo chake mwaka 632. Wanaendelea kupata mafunuo mbalimbali ambayo yanaaminika kwamba yalitoka kwa Mungu mwingine. Alitaja kwamba malaika Jibril kuna malaika Jibril ni Gabriel, sawa? Sasa nikasoma jinsi ilivyo hivyo. Sasa nyingine vitabu vinaandika hivyo, kwa vinavyoandika vinaandika hivyo. Sasa kama ninajaribu kusahihisha pia naweza kusahihisha kitu ambacho pia sio sahihi. Malaika
alimtaja kwamba malaika Gabriel alimwamuru asome jumbe zake zinazodaiwa na zikakariri na kusomwa na yeye na wafuasi wake sehemu ya ibada zao, na ukawa ndio mwanzo wa kukariri Qur'ani takatifu. Gabrieli alipokuwa analeta mafunuo, alikuwa analeta mafunuo ambayo lazima uweze kuyakariri. Mwambia kule hapa ndio kukariri sehemu kubwa sana ya Qur'ani. Sasa fikiri bado na sana mtu hapo ndio kwa kukariri. Tumwambia mwanafunzi wa mafundisho kariri ya 10 akariri na katekisimu, akariri na ngine anasema amechoka. Lakini wenzetu wanakariri kitabu. Na anakariri sio kwa lugha ambayo anaielewa, lakini wanakariri. Na Masema lazima kwa unachapa? Karisheno watoto Biblia. Sawa? Na nyie pia, watoto, na nyie pia. Kwa mafundisho, bila kukumbuka likiwa mafundisho kwa nasoma likaribishwa sana. Na kuna vitu ambavyo likaribishwa ndio mafundisho mpaka leo nakumbukaga. Miaka mingi imepita. Na hiyo sababu likaribishwa na kukumbuka. Zaburi ambayo likaribishwa kabisa yote ya 100 na ndio nimeshaanza ona hiyo. Yaani, ndio mkataba kwa sikosei. Kuna pesa sana kuikaribisha na tulikanisha yote tukakaribisha yote. Amri tukakaribishwa sacraments, tukakaribishwa kila kitu tukakaribishwa. Ukakaribishwa unakaribishwa na kukaribishwa siku ambao unaandika una duplicate tu andika. Sasa ndio basi siku za leo tunafanya kwa watu karibishwa. Joshua. Sasa kukaribisha kweli au unaona shida kukaribisha pia. Mwisho wako utaishia. Hijra yake kukimbia, hijra ni kwa sababu hapa tumesema hijra kukimbia, lakini inamaanisha kwamba kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine, yani alihama. Ndio ndio kuhama. Imani hiyo mpya ambayo ilikumbana upinzani katika mji aliozaliwa Muhammad wa Maka, kwa hiyo kuna upinzani mkubwa kama nimeshasema mara nyingi, sababu watu hawakutaka kukubaliana na kile ambacho kilikuwa imeletwa na yeye kwenye imani mpya. Kwa sababu ya kukataliwa kwake pale Maka na kutengwa kwa maono yake, Muhammad na wafuasi wake walihama na kuitikia mwaliko wa kwenda mji unaojulikana sasa kama Medina, ambao ina maana kamili mji wa mitume. Anapo maswali mengi mtihani. Naona yeye maswali mengi mtihani kwa sababu bila hizo mbona maswali mengi kama hapa. Mama maswali naona ni mengi. Lakini rahisi sana. Yaani go straight forward. Yaani ukisoma tunaelewa tu haraka. Kwa hiyo sio magumu sana vile. Kwa hiyo Medina maana yake ni mji wa mitume. Alipewa uliopewa kutokana na jina lake asili ya Yathrib, lakini kwa sasa ndio mji wa mitume Medina. Hijra ni alama ya mabadiliko muhimu katika Uislamu. Ni kama vile unahama, kama vile mwanzo mpya. Kama vile Wakristo wafuasi wakaanza kuitwa Wakristo. Yaani kama mwanzo mpya ambao sasa ulianza katika utaratibu wa imani ya Kiislamu. Kama mabadiliko mapya walipohama sasa ile hijra kule kuhama sasa, sababu sasa unaanza mafunzo mapya, unaanza maisha mapya kwa ndio katika mwanzo mpya wa Uislamu. Kalenda zote za Kiislamu zikaashiria sasa katika tarehe hii ambayo hijra ilifanyika. Ndio tarehe zikaanza, ndio maana kalenda ya Kiislamu na kalenda zetu tofauti. Wenyewe wafuati Gregorian calendar. Sio wafuata Gregorian calendar. Wenyewe wafuati Gregorian calendar. Wafuata kalenda ambayo tofauti na tarehe zao tofauti. Na hata jinsi ambayo kuhesabu siku za mwezi tofauti na sisi Kiislamu. Kalenda zote za Kiislamu zikaashiria tarehe hii Julai 16 ya 22 baada ya Kristo kama mwanzo wa Uislamu, mwanzo wa mwaka wa Kiislamu. Katika miaka yake ya mapema huko Medina, Muhammad alikuwa na huruma kwa Wayahudi na Wakristo, lakini walipomkataa aligeuka kutoka Yerusalemu na kwenda Maka
kama kitovu cha ibada ya Uislamu. Akawa tena Medina, kaenda tena Maka. Sababu kule alipata pia upinzani kutoka kwa Wayahudi na Wakristo. Aliharibu masanamu yote ya Maka isipokuwa jiwe jeusi ambalo bado ni takatifu sana kwa Uislamu. Kufika tena kila mahali alipokuwa anafika, akikuta ibada za miungu wengi alikuwa anaharibu. Wao alikuwa ana champion for monotheism, akikataa ibada za miungu wengi. Kwa hiyo alipotoka Medina akaenda Maka, alipofika Maka akakuta tena watu wanaabudu miungu mingi, akakuta ibada nyingi, akaharibu sanamu zote ambazo alizikuta, lakini akaacha moja ambayo akaacha ile ambayo jiwe jeusi, black stone, ambalo bado mpaka siku za leo tunapoenda kuhiji mambo ni liko mahali fulani ambapo pia bado liko mpaka siku ya leo. Atangaza Kaaba kuwa ni mahali shrine, ni mahali pa ibada ya Mungu mmoja wa kweli Allah. Kwa msisitizo mpya wa juu ya Maka, Muhammad alirudi kwa ushindi wa kijeshi akiteka mji. Hadi kifo chake Mtume alieneza Uislamu kwa bidii na kijeshi, na imani hiyo mpya ikaenea kwa haraka kote Uarabuni. Ikaenea haraka sana. Mungu mmoja na sababu anakiri Mungu mmoja. Jitihada ya kila Muislamu ni kufika Kaaba, mahali ambapo lile jiwe lilipo, mahali ambapo kaburi lile la kaburi takatifu lilipo, kaburi ambalo lilijengwa kama actually wanasema kwamba kaburi sio kaburi. Hata ni shrine. Shrine ni tafsiri ya shrine ni nini? Shrine mahali pa ibada. Ndio ni shrine of Kaaba. Sasa nimetafuta neno sahihi la kutafsiri shrine. Leo kwamba wanasema kaburi, lakini ni mahali ambapo palikuwa pametengwa patakatifu kwa ajili ya kufanya ibada au kutoa zaka au kutoa kafara, mahali ambapo pamewekwa maalum katika ile mfumo wa ibada. Na pakatengenezwa kwa mahali sasa pa ibada kwa Mungu. Muhammad alirudi na jitihada za Uislamu ni kufika Kaaba, msikiti mkuu wa Uislamu ulipo Al-Aqsa, Yerusalemu. Kama kila mmoja Muislamu yote ambaye ni Muislamu anatamani siku moja aende kule, kwa sababu ni mahali patakatifu sana. Sio sisi mara nyingi sana tunatamani kwenda wapi? Sio kama Kristo, kama hija yetu kama hija yetu. Ndio unaomba sana ndio nchi takatifu Yerusalemu. Sasa siku hizo kwa Yerusalemu imekuwa sio ibada, imekuwa ni tourist, ni utalii. Natamani kama ungeenda mtu aende katika ile ya ibada na kuliopia pesa zote hizo kwa ajili ya kwenda utalii, na hiyo pesa zingine kuendeleza nchi mahali pengine. Mimi si mkono mtu anaenda kwamba anaenda Yerusalemu Holy Land pilgrimage, na safari ya nchi takatifu, lakini zimekuwa sio safari katika mambo ya kiroho siku hizi. Siku hizi imekuwa ni safari katika mambo ya utalii, katika mambo ambayo ndio kufanya katika ni tourist. Kama tu jinsi ambavyo wazungu wanatoka kuja Afrika au Tanzania kwa ajili ya utalii, na sisi ndio tunatoka kwenda Yerusalemu kwa ajili ya utalii. Hapa tofauti kabisa. Wao wanapoenda kule Maka, wana kabisa ni ibada, na ni ibada wanajitoa katika ile ibada. Of course ni ibada ya uongo, lakini wanajitoa ile tu commitment walionayo, inaonekana jinsi ambavyo wanajitoa kiasi ambacho na sio Kristo tungetakiwa tujitoe namna hiyo, kwa jitihada namna hiyo katika hali ya kumwabudu Mungu ambaye ni kweli. Inasikitisha kwamba hawa kama tulivyosoma katika Matendo ya Mitume walikuwa na jitihada sana katika hali ya kuabudu, na jitihada sana kuabudu, leo wanaabudu uongo. Sisi ambao tumepata neema ya kujua ukweli, hatuna jitihada, tuchukue tu rahisi, take it easy. Hapana, lazima tutumie jitihada pia. Muhammad alifika hapo akiongozwa na malaika Gabriel. Hapo aliomba pamoja na manabii wengine kama vile Musa, Ibrahim na Isa ambaye ni Yesu. Akapanda mbinguni ambako aliongozwa na Gabriel, na hatimaye kukutana uso kwa uso na Mungu. Kisha akarejea duniani kuendelea kueneza ujumbe wa Uislamu. Kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, Muhammad ndiye mtu pekee aliyeziona mbingu na kuzimu akiwa hai. Hapo ndio msemo kwa mujibu wa imani ya nini? Sio mbele yake kwamba sio mimi nimesema. Kwa hiyo labda sentensi ianze hivyo.
kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, Muhammad ndiye mtu pekee ambaye ameziona mbingu na kuzimu akiwa hai na akaendelea kwa hai. Akaenda kwa Mungu, akaongea na Mungu, akaenda chini, lakini bado akaendelea kuendeleza Uislamu. Akaendelea kuendeleza Uislamu na akaendelea kuendeleza Uislamu. Baada ya kifo cha Mtume Muhammad, kulibuka madhehebu makuu mawili ya Kiislamu ya Shia na Sunni. Mpaka leo kuna madhehebu makuu mawili, lakini pia kuna mengine madogo madogo tutaangalia hapo chini. Na Washia wanaamini mwendelezo wa kitume kutokana na ndugu wa Muhammad, na Wasuni wanaamini ufuasi unatokana na uchaguzi wa makubaliano pamoja bila kujali kwamba kuna undugu wa damu. Wale ambao ni Washia wanataka kwamba wale ambao wataendelea kuwa wafuasi wa Muhammad lazima watoke katika ile lineage ya Muhammad. Yaani wale ndugu ambao watoka katika yaani ukitrace lazima mtu kuna uhusiano wa damu. Hao ndio Washia. Lakini Wasuni wanaamini kwamba mfano uchaguzi atakayechaguliwa yote anafaa. Kama mfano labda tukubaliane kwamba atakayekuwa kiongozi lazima au ni mtoto wangu yaani uwe katika descendants. Kama kitabu hili wanasema Aaron priesthood, ile line ya Haruni. Wale au line ya Daudi. Awe ni mtoto mjukuu katika line ya Daudi. Pia wao wanaamini kwamba Washia wanaamini kwamba ili awe kweli ni kiongozi mzuri wa Uislamu, lazima akifuatiliwa akute ni mfuasi ambaye anatokana na Muhammad. Wasuni ni tofauti. Wasuni wanaamini kwamba ukifanya uchaguzi anaweza kuchaguliwa mtu yote na akawa kiongozi wa dhehebu la Kisuni. Kwa wale walipishana, mara baada ya kupishana wakagawanyika. Mara baada ya kugawanyika sasa yameendelea kubakia kuwa ni madhehebu makubwa mawili, na mpaka sasa hivi vita kubwa ambayo iliyopo kati ya Iraq na Iran kati ya Washia na Wasuni endelea kupigana mpaka miaka. Na wanachoendelea hicho mambo ya kimani pia. Kumbuka pale mwanzo nilisema kwamba Uislamu sio tu swala la imani, bali ni swala la kiuchumi na ni swala la kisiasa pia. Na ni swala la kijamii, ndio kuangalia jinsi ambavyo tutaangalia hapo chini. Tuna break hii tuangalie mafundisho. Kuna swali ambalo lingine swali lako kianza tuanza hapo. Naomba endelee. Wewe swali lako hapo imeshapita. Ilikuwa pale kwa kazi ya kijiji. Kwa mfano sasa kama kwa Kristo tunaenda Yerusalemu kule ile maeneo tukafanya kwa mkazo haitakuwa superstition. So hiyo mkazo hiyo ilikuwa na maana wao wanafanya kusikiliza ujumbe mpaka na watu wanakufa na wanakufa kule wakisema kwamba ni heri. So tukiwa na mkazo wa mtazamo gani zaidi tofauti labda na kazi. Tunaposema mkazo maana yake ni kwamba ni kuhubiri Injili. Kwa mfano FBC pale Bible College wanaendelea na kanisa la Tua hapo wanaendelea pilgrimage. Ndio wenyewe wanaendelea utalii. Ndio mahali katika hali ya kuhubiri kuendelea kimafunzo. Na katika mafunzo wanaenda kutembelea maeneo muhimu na wanatumia nafasi katika ile kuhubiri Injili. Kwa hiyo kubwa sana na wanajua na Wayahudi ambao sio Kristo. Unapoenda kule unatumia nafasi kama ni sehemu ya uinjilisti. Kwa hiyo wenyewe wanapoenda kwa mchungaji anapoenda kule na timu nayo na wana muda wa kuwa na mkutano wa Injili, kuhubiria watu Injili wa Mungu, na hawaendi kuutalii zaidi, wanaenda kama mission trip kwa ajili ya kuhubiri Injili na kuwafikia Wayahudi na kueleza habari za Yesu Kristo. Kwa mahali wanaambia kwamba kuna sehemu na nini na gorofa ni lift ya automatic. Sababu lazima uwe na automatic na nini, hauwezi kwenda kufunguliwa. Jumamosi wafanye kazi ndio kuna pia. Kwa hiyo maana Wayahudi wanakuwa na zile sheria za Kiyahudi. Judaism wanaona haja taratibu za Kiyahudi za kutunza Sabato. Kwa lazima uwe makini kwamba ni jinsi gani ambapo wasiwaofendi, lakini pia wasipowakosea, lakini pia wawaambie njia sahihi ya kutunza Sabato. Hiyo ni njia moja ya kufanya uinjilisti. Lakini kuna ambao wanaenda tu kama wanaenda tu superstitious. Mambo anaenda kule kutoka maji, wewe utafuta udongo, utafuta sijui Yesu alikanyaga hapo anachukua udongo na kujaa, utafuta mafuta. This is too superstitious. Hatuendi katika ile ushirikina namna hiyo. Kwa hiyo naposema kwamba mikazo hii inachosema kwamba nenda kule kama sehemu ya kuhubiri Injili. Sio lazima uende
kule. Unaweza kuona mahali popote ambapo ni sahihi kwa ajili ya kuhubiri dini. Ya cha msingi ile jitihada kulingana ya kufanya injili ya Yesu Kristo iende. Wanapofanya jitihada wenyewe kwamba lazima anatenga pesa kwa mwaka huu nipate shilingi fulani ili niende hija. Sasa hizo jitihada sisi tuzitenge kwamba nafanya jitihada nipate pesa nipeleke injili fulani. Kwa Yesu Kristo. Kwa lazima pia tuwe na jitihada hizo. Nazo sisi ni jitihada. More than sio kufanya tu katika ile ya kufanya casual ya mambo. Tuendelee katika mafundisho yao, na hata tumeangalia historia ni muhimu sana kutufundisha kwamba tunachokisoma kimetokana na nini, na hicho msingi zaidi tunachokifuatilia sasa ni kwamba je, mafundisho yao ni mafundisho gani ambayo wanakuja nayo, na tunalinganisha sasa mafundisho yao na Ukristo ili kwamba tulinganishe kuhusu Mungu. Wanaamini Mungu mmoja ambaye tumeshasema anaitwa Allah. Yeye ni Mungu mmoja wa pekee, Mungu wa milele mkamilifu, ambaye hatokani wala hakuzaliwa wala hakuna anayefanana naye. Kutoka katika Wikipedia, Free Encyclopedia, ambayo tumekuwa kote pale. Wanaamini Mungu mmoja, monotheism. Wanaamini Mungu mmoja, lakini huyu Mungu mmoja ni Mungu wa pekee, Mungu wa milele mkamilifu. Atokana na hili kama tu jinsi ambavyo sisi tunaamini. Sisi tunaamini Mungu mmoja, Mungu wa pekee, Mungu wa milele mkamilifu, ambaye pia hatokani wala hakuzaliwa na wala hakuna kufanana naye. Tunaamini kama jinsi wanavyoamini. Kwa Uislamu hakuna fundisho la utatu na uungu wa Yesu Kristo. Swala la uungu wa Yesu Kristo na fundisho la utatu linalinganishwa na ushirikina na ni kufuru kubwa, is a great blasphemy. Kumwita mtu mwingine yote ni Mungu pasipokuwa Mungu mmoja, kwa Uislamu hiyo ni kufuru mbaya na ni sawasawa na ni adhabu ya kupigwa na kuuawa. Because unafanya kitu kingine na kufananisha na Mungu, ni blasphemy, ni makufuru makubwa ambayo huwezi kufanya. Mungu ni mmoja pekee. Kwa hiyo wenyewe wanatusikitikia sana, na pia hata mmoja hapa pia anasikia unamwita Yesu Mungu. Haiwezekani, Mungu ni mmoja tu, Mungu ni mmoja tu peke yake. Hata sisi tunaamini Mungu mmoja, lakini katika nafsi tatu. Hapo ndio mahali ambapo wameshindwa kuelewa Ukristo. How can one be three? Hiyo ni mystery ambao kimeja ukiweza kuelewa kufundisha na alotopanga tabia Miss Angela ameenda kumeja kwenye mambo ya Trinity utatu, pia atakuja atakuwa na jinsi ya mafundisho mengi ya uongo yanatokea kwenye Trinity. Yaani kwenye utatu mtakatifu bali ndio mafundisho mengi yanatokea, sababu aidha utakataa uungu wa Yesu Kristo au utakataa Roho Mtakatifu, au kati ya utatu ukicheza na utatu pale unapata heresi. Mafundisho mengi ya uongo yanatokeza mahali pale. Na wenyewe wanasema kwamba kumwita Yesu Kristo Mungu hiyo ni kufuru kubwa sana. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yote, mwenye nguvu na hakimu mkuu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu si Mungu anayeingiliana, kwani yuko mbali sana juu na kwa kila njia ambayo haijulikani na nafsi ya mwanadamu kibinafsi. Yaani, okay, sisi tunasema kwamba Mungu yuko karibu pamoja nasi. Mungu yuko pamoja nasi. Emmanuel Mungu pamoja nasi, na tunakiwa tunaita interpersonal relationship with God. Tunaingiliana na Mungu. Tunamuomba Mungu, Mungu atusikia. Lakini kwao Mungu yuko mbali sana. Na ni Mungu ambaye hatuwezi hata kufikiria jinsi ambavyo tunafikia, kwa sababu yuko mbali mno, yuko mbali sana. Yuko mbali sana. Na ingawa Mwenyezi Mungu anasema kuwa ni Mungu mwenye upendo, hata hivyo kipengele hiki cha asili ya hiki kinakaribia kupuuzwa kwa madai kwamba sifa kuu ya uadilifu yanafikiriwa kuwa juu yake ya upendo. Kwa hiyo rahisi, okay, Mungu ni Mungu wa upendo. Kwa Muislamu ni Mungu wa upendo, sawa. Lakini kubwa zaidi sio tu upendo, ni righteousness, uadilifu. Kwa Mungu mwenye haki. Kwa wakati mwingine hata pamoja na kwamba ni Mungu wa upendo, lakini ile dhana ya upendo kwa Mungu wa Kiislamu lazima ikae pembeni pale ambapo unakuwa umefanya mambo mabaya. Kwa anakuwa ni Mungu wa kuadhibu, kwa kuadhibu, kwa kuadhibu na kuadhibu. Kwa lugha rahisi ni kwamba haiwezekani
Mungu ambaye ni upendo au ni Mungu ambaye pia anaadhibu watu. Na ndio maana hii dhana ya upendo inawekwa pembeni. Inapofikia mahali kwa kutekeleza uadilifu, basi Mungu anakuwa sura nyingine. Anakuwa ni Mungu ambaye anakutoa adhabu kwa sababu watu wamekataa kuwa waadilifu. God who is righteous. Well, the righteousness of God is more emphasized. Haki ya Mungu, uadilifu wa Mungu unaelekezwa zaidi kuliko upendo wa Mungu katika hali ya kumheshimu Mungu. Kwa hiyo kuhusu Mungu, kumaliza tu kwamba ndio wanafundishwa na kuhusu Mungu kwamba Mungu ni mmoja ambaye ni Allah na hana mfanano mwingine yoyote. Hakuna cha Roho Mtakatifu wala hakuna cha Mungu Mwana wala cha Mungu Roho Mtakatifu. Yeye ni yule mmoja ambaye ni Mungu ambaye asilinganishwa na jambo lolote au na mtu yote. Na kuhusu Yesu Kristo sasa, Yesu Kristo si Mungu wala si mwana wa Mungu, bali ni mmoja tu wa manabii wengi wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni kati ya manabii ambao Mungu aliwachagua na manabii ambao ni muhimu, wana umuhimu wake. Na kwa Yesu Kristo hakuna jinsi ambavyo anaweza kuitwa Mungu au kuitwa mwana wa Mungu. Yesu alikuwa nabii kwa watu wake katika siku zake. Nabii Muhammad anachukua nafasi ya Yesu Kristo wa kipindi cha karibuni. Kwa hiyo recent nabii ambaye ni wa karibuni zaidi ni Muhammad wala sio Yesu. Yesu alishamaliza kazi yake katika kipindi cha watu wake. Alipomaliza safari yake, alimaliza kwa wakati wake ule, lakini nabii ambaye sasa ni muhimu kwa Waislamu ni Muhammad. Sababu Yesu alimaliza kwa kipindi chake na watu wake na jamii ya Kiyahudi ambayo alikuwa nayo. Ni kweli wanamheshimu kama nabii, lakini si muhimu kwa Waislamu kwa sasa hivi. Aliye muhimu ni yule ambaye alikuwa kipindi kile cha Waislamu. Yesu hakulipa dhambi, ingawa yeye mwenyewe hakuwa na dhambi. Utakubali kwamba hakuwa na dhambi, lakini hakuwa jinsi ambavyo tunasema kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi. Na hapo ndio tunaita substitution and atonement. Hakufa msalabani, hawakumua wala hawakumsulubisha, lakini ilionekana kwao kama vile Yesu alikufa, lakini kweli hakufa. Inatoka katika sura hiyo 400, sura ya 4, inasoma sura ya 4. Waislamu mbalimbali wanasema kwamba kimuujiza alimbadilisha Yuda Iskariote akafa msalabani kwa ajili yake. Na kwa hiyo alikufa pale msalabani. Kwani kuna mtu alikufa pale msalabani? Kuna mtu aliomba msalabani kweli. Lakini sio Yesu, sio nabii Isa. Lakini kuna jinsi ambayo ilitokea watu wakabadilishwa, alafu wakaona kama ni Yesu kwa msalabani, lakini sio Yesu alikufa msalabani, ila Yuda Iskariote kwa ajili yake ili afe msalabani, na kwamba Mungu alimkomboa kimuujiza kutoka kwa mikono ya Warumi na Wayahudi. Ila alikufa kwa ajili ya madhambi yake. Kwa maana nyingine wanaamini mtu mwenye makosa ndio ambaye anatakiwa afe msalabani. Yuda alikuwa na dhambi ya kumkana Yesu Kristo, ya kumsaliti, kwa hiyo maana kwamba ilikuwa ni haki yake afe pale msalabani, lakini sio Yesu alikufa msalabani hapa. Yeye Mungu alimwokoa katika njia ambayo ni ajabu. Waislamu wengi wanaamini kwamba Yesu alichukuliwa mbinguni kimwili kabla hajauawa kwa kusulubishwa. Sura ya 4 aya 157. Ina maana kwamba yeye alichukuliwa na akufa msalabani, baada yake alikufa pale msalabani ni Yuda Iskariote. Wengine wanasema kwamba si Yuda Iskariote, anasema ni Simon, yeye Mkirene. Kwamba wakati alikuwa amepewa msaidia Yesu kubeba msalaba, alimsaidia kubeba msalaba mpaka aenda kutuliwa hiyo msalaba. Kwa maana kwamba ile exchange of the cross ilifika mahali ambapo hii Simon ndio alibeba na msalaba mpaka mwisho. Kwa hiyo wala wanakataa, wala watu wanakataa kwamba Yesu alikufa msalabani. Kwa hiyo wataleta hoja mbalimbali ambazo za kupinga kazi iliyokamilika pale msalabani ya Yesu Kristo. Pasipo Yesu kufa msalabani, hata tunachofanya hapa ni kazi bure. Hata injili yetu ni bure. Kifo cha Yesu Kristo msalabani, kufa kwake msalabani, kufufuka kwake na kupaa kwake kwa ushindi ndiko ambao tunahubiri injili. Ndio sababu ya injili. Otherwise kama Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu na akafa, akazikwa, akafufuka, akapaa mbinguni, pasipo hiyo hakuna maana yote sisi kukaa na kuhubiri injili. Paulo anasema kwamba kama hajatokea hiyo, basi na sisi ni watu ambao tumepotea. Tulikuwa watu wengine kwa sababu tunashindania kitu au tunatetea kitu ambacho hakipo.
tunaamini kwamba kazi ya ukombozi ilikamilika pale msalabani kwa kifo cha Yesu Kristo, ambaye ni Mungu kweli aliyefanyika mwanadamu ili aweze kutukomboa sisi. Akaishi katikati yetu pasipo kutenda dhambi, akaishi maisha yetu yote, akakaa katikati yetu, akateseka kama sisi. Tofauti yake tu ni kwamba yeye hakutenda dhambi. Hata alipojaribiwa katika mazingira ambayo ingeweza kutenda dhambi, yeye hakutenda dhambi, wala hakuna ila yote iliyoonekana ndani yake. Katika ukamilifu wake wote aliweza kumkomboa mwanadamu. Alikuwa ni dhabihu iliyo safi, dhabihu iliyo safi kabisa, sababu mwana kondoo wa dhabihu litapaswa awe mwana kondoo asiye na wa without blemish. Yeye alistahili kabisa kuwa kondoo wa sadaka ya kuteketezwa, sababu alikuwa ni kondoo ambaye ni safi, isiyokuwa na isiyokuwa na kilema chochote. Alikuwa hana kosa lolote kwa alikufa msalabani, lakini pia mwenyewe akawa ndiye kuhani ambaye anatoa sadaka pia. Kwa akawa ni lamb but also a priest. Akawa ni kondoo, ni sadaka, lakini pia akawa ni mpokea sadaka yeye mwenyewe. Huyo ndiye Yesu Kristo ambaye tunamwamini. Mungu aliyefanyika mwili akakaa katikati yetu, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Tofauti kabisa na Waislamu wanachosema kwamba yeye hapana hakuwa Mungu. Kuhusu binadamu na wokovu, wanafundisha nini kuhusu binadamu na wokovu? Mwanadamu alizaliwa katika hali ya usafi, na hii nazungumza mahali pengine pia kwamba wanachokiamini kuhusu mwanadamu wanaamini kwamba mwanadamu anazaliwa bila dhambi, na maisha ya dhambi ni matokeo tu ya mwanadamu mdhaifu, mwanadamu na pia kujisahau. Hiyo ni katika sura ya 4 aya 28. Ndio tufaiko kwenye mstari hapo kwa pengine. Maana katika hali ya mwanadamu anazaliwa katika hali ambayo ni safi. Yaani kutokana na udhaifu alionao mwanadamu na kuishi maisha kujisahau, kutunza sheria za Mungu, ndio anaanguka katika maisha ya dhambi na anakuwa mwenye dhambi. Lakini kwa asili kabisa mwanadamu amezaliwa pasipokuwa na dhambi. Mwanadamu anazaliwa katika usafi, japokuwa hakuwa mkamilifu, ila bado ana uwezo wa kutafuta Mungu na kutenda mema. Mwanadamu lazima atii mapenzi ya Mungu ili kupata paradiso baada ya kifo. Hakuna dhana ya wokovu bali matendo mema tu kwa ajili ya paradiso. Hakuna ukombozi, hakuna wokovu. Wakristo tunaamini kabisa kwamba mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa katika asili ya dhambi, Zaburi ya 51 mstari ule wa kwanza kwa 5. Maana katika hali kuzaliwa, maana yake kwamba mwanadamu hakuna jinsi ambayo unaweza kusema kwamba mwanadamu amezaliwa pasipokuwa na dhambi. Hapana. Wanaposema mwanadamu amezaliwa pasipo dhambi ni tofauti na jinsi ambavyo sisi tunavyoamini kuhusu asili ya mwanadamu na kuzaliwa kwake. Zaburi ya 51 mstari wa 5 Biblia inasemaje? Kwamba tazama, behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Niliumbwa katika uovu, katika dhambi mama yangu na niliumbwa katika dhambi. Kwa hiyo asili ya dhambi bado inaendelea kuwepo mwanadamu hata hajazaliwa. Soma kwa sababu tu amezaliwa ndio ameishi maisha ya dhambi baada ya kuzaliwa, lakini naamini kwamba mimi niliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani. Katika hali ya asili kabisa tu mwanadamu ameendelea kuwa katika hali ya dhambi. Lakini pia katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa kwanza, Waefeso mlango wa 2, asili ya mwanadamu na asili ya dhambi. Waefeso mlango wa 2, ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mlikuwa wafu. Mwanadamu kabla ya Yesu Kristo ni mtu ambaye ni mfu. Mtu ambaye kabisa ana uhai ndani yake. Tofauti na jinsi ambavyo Waislamu watakwambia. Kwa hiyo kwa maana nyingine kwamba kuhusu binadamu na wokovu wenyewe, kwa sababu hawaamini kazi ya Yesu Kristo msalabani, kwa hiyo pia hawatasisitiza kwamba kuna ukombozi ambao unapatikana kwa Yesu Kristo.
Lakini pia kuna fundisho jingine ambalo natoa kuhusu maisha baada ya kifo. Baada ya maisha haya. Paradiso au jehanamu. Ufufuo wa mwili na roho unafuatwa na paradiso ya milele au jehanamu ya milele. Dunia itaangamizwa, Mwenyezi Mungu atawafufua wao wote majini kutoka katika wafu ili wahukumiwe. Hadi siku ya hukumu, nafsi na zinabakia makaburini mwao zikisubiri kufufuliwa. Wale wanaoenda kuzimu watateseka makaburini mwao, na wale wanaoenda mbinguni watakuwa katika amani katika wakati. Kwa maana kuruka rahisi kwa kipindi cha kwa hapa diabeta huko ni nafuu kuliko wa Sabato ambao wanaamini annihilation au soul sleep au Jehovah Witness ambao wanaamini soul sleep. Wanaamini kabisa kwamba umekufa bila Yesu Kristo, unakuwa kaburini katika ile mateso. Na wale ambao wamekufa wakiwa na Yesu Kristo, wakiwa wanatenda matendo mema, si naamini kwamba wafuasi wa Mungu naamini kwamba wamefanya Yesu Kristo. Wale ambao wamekufa katika matendo mabaya wanateseka makaburini. Ambao wamekufa katika matendo mazuri wanakuwa katika ile furaha mpaka wakati huo ambao ni ufufuko. Siku ya hukumu inaamuliwa kwa kupita juu ya jehanamu kwenda kwenye daraja jembamba ili kuingia peponi. Wale wanaoanguka wakiwa wamelemewa na matendo mabaya watabakia motoni milele. Wale kwa judgment tunapita kwenye daraja jembamba. Wale pale kama matendo mabaya motoni. Matendo mazuri, matendo mabaya kulemewa. Sawa? Kama pale ile zambi la tuzinga pale kuiondoa ile pato. Kama mahali very narrow bridge. Na daraja jembamba, futa mahali daraja jembamba. Ile daraja jembamba ukipita na madhambi mengi unafanya uvudo kwa uvudo. Fanya hivyo au ukijua hayo na msitizo ukitolewa sana katika mafundisho, ndio utaona mtu anajitahidi kuishi maisha ya utakatifu iwezekanavyo. Wokovu wa matendo, sio wa imani, sio wa neema, wa matendo. Na kuna makundi mawili muhimu sana ambayo yametengwa, ambayo yenyewe yanapata direct ticket. Ile ticket ya moja kwa moja kwenda mbinguni, paradiso, au ticket ya moja kwa moja kwenda jehanamu. Wapiganaji wanaokufa wakipigania na njia ya Mungu wanapelekwa moja kwa moja kwenye uwepo wa Mungu. Aya ya pili, sura ya pili, aya 159, 369. Na adui wa Uislamu, wale ambao wanaotukana Uislamu wenyewe wanahukumiwa direct, wanaenda motoni baada ya kufa. Wala hao wana mahali kwa kusubiria. Hakuna possibility ya kuja kufufuliwa na kupimwa. Hamna cha kipimo. Kwamba hivi kuna watakwenda hamna cha kupeleka kwenye daraja jembamba. Hao watu wawili wana privilege moja kwa moja. Wale ambao ni mashahidi ambao wamekufa kwa ajili ya kutetea Uislamu, wenyewe moja kwa moja wanaenda mahali pazuri, paradiso. Wale ambao wamekufa kwa ajili ya kutukana Uislamu, watasema wenyewe wataenda moja kwa moja katika mahali pa mateso. Hamna judgment kwa hao. Lakini kubali kabisa kwamba hii ni kwa jinsi ambavyo wao wanaamini. Bado ndio wanasema kwamba wala hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote. Kwa maana pale njia nyingine ndio waliokuwa wanadamu kwa sababu si kuokolewa kwao. Yesu anasema mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia mimi. Yesu Kristo peke yake. Na wala si kwa matendo mtu ayote asije kujisifu. Hakuna mtu yote ambaye anaenda kusema matendo yake. Matendo kama matendo yanapopimwa katika mizani ya Mungu, Mungu anapopima matendo ya mwanadamu, haoni kitu chochote ambacho kinafaa kwa ajili ya kustahili sisi kwa mbinguni. Ila anaona kwamba wote tumetenda uovu na wote tumetenda uovu. Fundisho jingine ambalo wanafundisha kuhusu maandiko au vitabu, na kuhusu vitabu hapo wanafundisha katika vitabu ama katika vitabu neno la Mungu, wenyewe wanaamini ni kweli, wanaamini Qur'an. Lakini katika Qur'an maandiko manne muhimu kabisa katika imani ya Kiislamu yako mafundisho yamegawanywa katika makundi manne muhimu. Hapo yaelewe.
Makundi manne muhimu ya vitabu vya maandiko vya Kiislamu. Cha kwanza ni sheria ya Musa, ya Torati. Sheria ya Musa. Baada ya sheria ya Musa kuna Zaburi za Daudi, Zaburi. Kuna Injili ya Yesu, ndio Injili. Lakini pia kuna Qur'ani ya Muhammad. Wakigawanya basi utaita hivi: na Torati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Ndio vitabu ambavyo wanavitumia kama mamlaka katika mafundisho. Na Torati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Ndio vitabu wanavishika sana. Waislamu wanaamini kwamba vitabu vitatu vya awali ambavyo ni Torati, Zaburi na Injili ni vitabu ambavyo vilitolewa mapema, lakini kutokana na jinsi ambavyo vimesomwa na Wayahudi na Wakristo, wamevipotosha au wamekuwa kama jinsi wameviharibu, vimepotoshwa. Na kwa hiyo ule uasilia wake, jinsi ambavyo Mungu alivitoa kupitia manabii wake, kwa siku ya leo wamekuwa vile. Kwa hiyo wanasema sio vya kuamini sana. Unaweza kuchukua tu baadhi ya sehemu ya Zaburi, unaweza kuchukua sehemu ya Torati, unaweza kuchukua sehemu ya Injili, lakini huwezi kuchukulia moja kwa moja kwamba ni final authority, kwa sababu Wakristo na Wayahudi wameviharibu. Waislamu wanakataa, wanapinga sana nyaraka. Yaani ndio kusikia kabisa. Na ndio maana hata ndio uleta mahali hapa kwa kile nyaraka hawezi kuweka, sababu katika nyaraka ndio mahali ambapo tunapata mafundisho ya msingi, cardinal doctrines of Christianity. Tunazipata katika nyaraka. Na ndio maana wakisema mambo ya Paulo, ukisikia tu Paulo, na huyo ni mtu mbaya kabisa, hafai. Yaani ni mtu mbaya kuliko wote. Sababu yeye ndiye ambaye ameleta mafundisho ambayo ni msingi ya Kikristo, lakini pia yeye ndiye ambaye ameleta mafundisho ambayo yanauharibu sana Uislamu. Kwa hiyo katika Biblia tunaona hapa Qur'ani ni neno la hivi karibuni na la mwisho la Mungu kwa mwanadamu, na inapitia kuchukua nafasi ya mafunuo yote ya awali ambayo yalitangulia. Kwa hiyo katika mafundisho yaliyotangulia, maana yake ni kwamba sasa nafasi yake imechukuliwa na Qur'ani. Kwa hiyo kitabu ambacho wanaendelea kukitumia mpaka siku ya leo. Kwa maelezo ambayo hayako kwenye Uislamu, ambayo yanasema ufupi tu hapo kwamba neno Qur'ani maana yake ni kukariri. Na kwa nini wanakariri? Inakaririwa ili kwamba iwe ihifadhiwe au preservation. Unajua ukikariri kitu, wanasema ukikariri kinakuwa ni copy ya jinsi kilivyo. Kwa maana wanasema unaposema unakariri ni bargain note. Kariri ni bargain, ukosea tu hata joke hata kitu na maana umekosea. Kwa hiyo pia unaposema Qur'an, maana ni kwamba unakuwa unakariri, yani kitu cha kukaririshwa. Unakariri continuously ili ureproduce kitu kile ambacho kilikuwa kuanzia miaka na miaka. Pasipo kuandika. Kwa hiyo maana kwamba unapomemorize, unapokariri, maana kwamba unakuwa unaproduce the exact copy of the original. Wanasema kwamba wanaleta copy ya Kiarabu jinsi ambavyo ilitolewa. Ndio bila kuwa na variations zozote. Kama niulize swali kwa msaidizi. Kwa nini ya Kiswahili ya Kiingereza au Kiswahili? Kiarabu. Yaani katika inatolewa katika hali hiyo. Sasa niulize swali lingine. Kila mtu anafahamu Kiarabu? Kuna gani? Au naelezewa? Agaribu. Hata bila kujua maana yake. Kwa nini wanafanya vile? Wanafanya vile sababu sisi kilichoharibu hizi versions zetu za Biblia ni translations. Asi kitaka tukariri Kiebrania na Kiyunani. Yaani tukikariri hivyo na tungezishika hivyo maana ni kwamba kutunza ile ambayo ni asili. Sasa tulipofanya translations mpaka leo tunakuta Biblia inaitwa Message. Na ni tafsiri ya message ya kwamba pia ni tafsiri
ya Biblia pia ambayo imetokana huko na huko. Yaani kila tafsiri ya Biblia translation inakupa kitu ambacho ni tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa. Tofauti na jinsi ambavyo Qur'ani imekuwa preserved kwa sababu wenyewe wameenda kukariri pasipo kuleta maana tofauti. Sasa hasara yake ni nini? Hasara yake ni kwamba watu watajua ukweli. Wakati wa kabla Reformation kilichokuwa kinaendelea kwa kanisa pia ni utaratibu kwamba Biblia ilinyimwa watu kusoma. Biblia ilikuwa inapatikana katika lugha ya Kilatini, ambayo Kilatini pia ilikuwa ni lugha ambayo ilikuwa wametranslate kutoka original wakaandika Biblia ya Kilatini. Na Biblia ya Kilatini ilikuwa watu wajui Kilatini. Kwa hiyo Biblia ikiletwa kanisani kama mtu anasoma Kilatini, maana yake ni padri peke yake ndio ambaye anaweza kusoma. Wengine wote tunasema tu amen, hata kama sio kweli. Sio mnakaribisha wamjui chochote. Mpaka pale ambapo wakati wa Reformation na Martin Luther walipoingia sasa wakaanza kutafsiri Biblia. Baadaye Biblia ya Kijerumani ambayo ndio original languages, ikapatikana Biblia zingine za Kifaransa, Uingereza na King James ikapatikana. Kwa hiyo Biblia zikapatikana katika lugha mbalimbali mpaka leo. Zipo Biblia za lugha mbalimbali na watu, kila mtu anaweza kusoma Biblia katika lugha yake ya asili na hata lugha ya Kiswahili akaelewa, na hata kwa Kiingereza ikafundishwa na watu wakaelewa. Tofauti tu hasara yake inakuja. Hasara yake inayokuja ni pale ambapo sasa ile original language, ile original manuscript inakuwa tayari ya kupotoshwa. Kwa watu ambao wana maana tofauti, kwa watu ambao wana agenda tofauti, wanapotosha ile maana halisi ya original language. Wenyewe bado wameendelea kuhifadhi katika lugha ya asili, wanaenda kukariri katika lugha ya asili kwa ajili ya kupreserve ule uasilia. Na Waislamu wakasema kwamba Qur'ani iko katika lugha ya Kiarabu na hakuna variations. Hakuna variations za Qur'ani. Wewe sema labda kama zinavyosema kuna labda kuna Greek, kuna Texas receptors, labda kuna text mbalimbali ambazo zimetoka kwa hamna nyingi. Hiyo ni moja, ile moja ambayo ilitoka ambayo haina variation, kwa ile ndio ambayo wataendelea kuishikilia mpaka mwisho. Na kwa hiyo kabisa tuamini hivyo. Tuamini Biblia ya Mungu na katika Agano la Kale na Agano Jipya, katika lugha ya asili ambayo ni Hebrew, Greek na Aramaic, na pia tunaamini neno la Mungu pasipokuwa na makosa. Tunaamini pasipokuwa na makosa. Ingawa watu wanaweza kuweka makosa, lakini tunapoamini katika lugha ya asili, Greek, Hebrew na Aramaic, Mungu alitoa pasipokuwa na makosa yote. Versions is translations. Zinaweza kuwa na variations. Lakini ukiwa na variation hapo maana sio haina maana kwamba neno kuna makosa. Neno kwenye original language. Neno katika lugha ya asili, neno katika original manuscript. Utajua kwamba hakika kile ambacho Mungu alikusudia tunacho bado tunachopaka leo. Intact. Hakuna neno ambalo limepotea. Kwa hiyo basi maliza kusoma pale kuhusu maandiko yanasema kwamba kwa miaka mingi maneno ya wanadamu ya Muhammad, hadithi na sunna yameongezewa ili kuongezea katika Qur'an, na haya yako tofauti, ni sio mbaya yameingizwa ndani ya Qur'an, lakini yao ni kati ya mapokeo ambayo wanataka kufundisha. Kuna hadithi na pia kuna desturi sunna ambazo zinaongezwa. Qur'ani halisi kusoma au kukariri tazamo kama ufunuo wa mwisho, na neno halisi la Mungu linachukuliwa kama andiko muhimu kwa dini ya Kiislamu. Qur'ani na jumla ya sura 114 na aya 6236. Kweli? Hapo kwa sababu ina sura hizo. Sura 114 aya 6236. Kuhusu imani ya Kiislamu, katika Uislamu kuna swala manabii. Katika Uislamu Mungu amezungumza kupitia kwa manabii na mitume wengi katika karne nyingi. Manabii watatu wakubwa ambao wanatambulika katika mfumo wa Kiislamu, kuna Musa, kuna Isa, kuna Muhammad. Hao ni muhimu sana. Hao watatu. Kuna Nabii Musa, Nabii Isa ambaye ni Yesu, na kuna mtume
Muhammad. Hawa watu ni muhimu sana. Ukienda kule Uislamu, ukisikia unaitwa Isa maana yake ni Yesu, sawa? Ukisikia unaitwa Isa ni Yesu. Na nabii. Lakini ukisikia Musa. Ndio usikize naomba. Anaomba usikize. Samahani. Kwa nini? Sasa kwa nini jina lao ni hakuna jina lingine ambalo nabii anaitwa ni Kiarabu. Kiarabu. Sio Kiarabu. Sio Kiarabu ni jina la Yesu. Isa ni Maria. Ni Isa ni jina. Unapotaka peke yake unapo chini kuna wengine badilisho. Ngoja bado ufikie hapo chini hapo ili uulize moja kwa moja. Muhammad ndio wa mwisho na ni mkubwa wa mitume wote wa Mwenyezi Mungu. Wewe ndio wa mwisho. Wale ambao Muhammad ndio wa mwisho na ndio mkubwa kuliko mitume. Wasikiza leo kuna mitume. Nani mtume wa mitume siku ya leo? Joseph ni Joseph ni nabii mkuu. Mtume mkuu nani? Ndio mtume mkuu. Na yeye Muhammad ndio muhuri wa nabii. Waislamu wanaweza pia kwa haraka kutaja majina ya 30 ya mitume wanaopatikana katika Qur'ani yao, mfano hao wachache. Kwa hiyo kuna manabii zaidi ya 30 au na mitume ambao wanaweza kuwataja kwa haraka. Kuna mtume Harun, kuna Abraham, kuna Adam, kuna Daudi, kuna Ishak, kuna Elisa, kuna Ayub, kuna Yahya, kuna Yunus, kuna Nuh, Sulemani, Jalut, na Idris na wengine wako wengi. Lakini angalau 30 wapo mitume ambao wanatajwa. Harun ni Harun kama kawaida. Ibrahim ni Abraham. Wewe ni Ibrahim ni Abraham. Wewe ni Ibrahim ni Islam. Sawa. Kitaki Kristo ni Abraham. Ibrahim ni Islam. Na kwa sababu kwa mwanafunzi mmoja mwanafunzi PCA. Kwanza akaenda kusoma Singapore. Alipoenda kusoma Singapore akawa sponsored na kanisa la Malaysia. Malaysia ni cheki Islam. Malaysia ni Muslim country na ukienda Malaysia ukienda airport ukikaguliwa mzigo kutoka Biblia ni kosa. Malaysia. Na mimi pia nilikuwa sponsored na Malaysia. Na yeye pia akawa sponsored na Malaysia. Sasa cha kwanza kwenye passport yake imeandikwa Ibrahim. Akaambia inabidi kubadilisha jina kwa sababu hakuna Mkristo ambaye hawezi kwenda kule afu sema ni Mkristo afu anaitwa Ibrahim. Kwa hiyo ilikuwa shida sana mpaka akakatishwa sponsorship. Sababu vile jina passport ikipita tu passport immigration na Malaysia. Na ile Ibrahim. Kwa sababu ukienda Ibrahim kusema mimi ni mchungaji Ibrahim. Wataukataa. Lazima iwezekane wewe Ibrahim afu mchungaji. Hiyo ilinyima kusoma Ibrahim ilinyima mpaka akakosa sponsorship kwa Malaysia. Kabla ya Singapore tu akasoma bila kuwa sponsorship. Kwa sababu ya nchi ya Kiislamu ndio vile strict katika mambo yao. Kwa hiyo wanapoona jina ambalo la kwao, wasema jina la kweli la kwa hiyo ni Ibrahim alafu ni mchungaji inawezekani. Inatakiwa isheke. Sio mchungaji. Na Adam Daudi ni Daudi kama kawaida, Isaac, Elisa, Elisha, Ayubu, Yahya, Yohana, Yunus, Jonas, Noah, Suleimani, Solomon, Jalut ni Sauli na Goliath, Idris ni Enoch. Nabii Goliath. Na Sauli pia anamtambua. Wanachukua kila kitu. Huko manabii, huko baba ni manabii. Lakini kuhusu malaika na pepo wachafu, devil, angels and demons.
uwepo wa malaika ni muhimu kwa mafundisho ya Kiislamu. Uwepo wa malaika ni muhimu sana. Wanaamini kwamba malaika mkuu Jibril ndio malaika mkuu aliyemtokea Muhammad na kuletea mafunuo ya Mungu katika Qur'an. Kwa hiyo messenger angel ni Jibril au Gabriel, ndio malaika ambaye ni mtumishi, ni messenger angel. Kwa hiyo pia ni messenger angel, sio malaika mtumishi. Kuna malaika watatu katika rank ya Mungu. Kuna malaika Michael, kuna Gabriel na Lucifer. Hao ni malaika katika rank ya Mungu ya ukubwa. Michael Michael kazi yake vita. Gabriel, Lucifer, kazi yake ilikuwa ni dispraise. Sasa wanaamini kwamba yeye al-Shetani ni shetani, na kuna uwezekano mkubwa kuwa ni malaika aliyeanguka au jini. Majini ni wale viumbe kati ya malaika na wanadamu ambao wanaweza kuwa wema au wabaya. Malaika wana kusudi tofauti, kama vile Jibril ni mjumbe wa uvuvio au ni messenger. Yeye ndio analeta Qur'ani, kwa hiyo kazi yake ni hiyo, lakini kuna mmoja kule shetani ni malaika ambaye alianguka wingi. Yeye ambaye alianguka alipoanguka kwa jini kama jinsi. Sasa hapo katikati kuna wale ambao wao katikati ya mwanadamu na malaika, au zote ni majini. Sio Mungu, sio malaika, sio mwanadamu, kwa sababu katikati yao ni demons. Watu tunaita mapepo. Mapepo sengine zaweza kukaa watu kama malaika, kwa katikati sengine kila mwanadamu anaweza kuwa akavalishwa hali fulani ya kipepo, kwa kama malaika. Sio malaika pia kwa na nguvu ambazo za ajabu za kishetani wao katikati yao. Kila mwanaume au mwanamke ana malaika wawili wanaorekodi matukio. Kila mtu Kiislamu, lakini sio Kikristo, Kiislamu. Kila malaika ana malaika wawili wanaorekodi matukio. Mmoja anaandika matendo mema na mwingine anaandika matendo mabaya. Unapotembea, malaika mzuri anaandika mambo mazuri na yule mabaya anaandika mabaya. Mpaka anapimwa mpaka mwisho ni yule ambaye ameandika mengi zaidi. Kama yule mazuri ameandika zaidi, kama mizani kilemea upande huu, kilemea upande huu unaenda mahali pengine. Kwa hiyo lazima utende matendo mema zaidi ili kwamba yule malaika wa uzuri apate mambo mazuri zaidi ya kuandika. Naona jinsi ambavyo watu wanahangaika, wanatafuta wokovu kwa matendo. Kwa lazima ufanye matendo mema mengi. Huyu malaika wa uzuri andike. Baada huyu mwovu akiandika mengi zaidi, naenda jehanamu. Mbona uteso? Wa uzuri akiandika mazuri zaidi, na paradiso. Unakuwa na faida. Wanaamini kwamba pepo wachafu upatikana makaburi, karibu na makaburi, na katika nyumba tupu au katika maji ya karibu, damu na majivu na vitu vya. Kuna tamaduni ambazo zinafundisha kwamba kuna maeneo ambayo ukipita haya majini unaweza kuyapata. Sio kweli? Sio imani yao. Hata watu wanaamini hivyo. Sababu hata mimi nilikuwa tu sipite makaburi na majini na nini. Watu wanapita na ogopa kupita makaburini au mahali penye hali ya mazingira fulani. Anyway, au kila mtoni unaenda kuoga kwa ule mtu na majini. Kuna mtu na majini. Chunusi, sio majini. Lakini pia baadhi ya Waislamu wanaishi ambapo walikuwa irizi au wanaweka kisu chini ya mtu na wazidi kulinda bidi jicho kukabidhi jicho mkono mdogo. Kwa lugha rahisi kama vile kuna njia mbalimbali za kujilinda na haya mambo ya uchafu. Kwa Kikristo tunaamini kwamba tuna ulinzi pekee ambao unatokana kwa Mungu pekee yake. Hatuamini mambo ya ushirikina. Hatuamini njia mbalimbali ambazo ni too superstitious katika hali ya ulinzi. Tunaamini ulinzi pekee ambao unapatikana kwa Mungu. Na ndio maana hata siku moja nilizungumzia darasani nikasema kwamba hata kitendo cha kuchukua Biblia kuelekea Biblia useme tena nalalia Biblia ili kwamba ni kukana na mambo mbaya.
Hiyo pia ni hali mojawapo ya ushirikina. Ni superstitious. Ushirikina au imani haiambukizi kwa kulalia Mungu. Imani haishiriki ushirikina, imani haiji kwa kuwa na jinsi ya kwa labda utaambiwa msalaba bali msalaba ni kubwa lakini bado ukawa ni mshiriki. Na ukawa bado shetani akakuingilia. Kwa kama moyo wako uko safi, kama imani yako Yesu Kristo uko safi, haijalishi haya matendo ya nje ndio yafanya magani. Wewe unatoka kama Biblia yako vizuri, kila saa kalala Biblia yako, lakini bado mapepo yataogopa. Kama moyo wako uko safi, vaa salama. Unaona siku hizo wanavaa mpaka mwingine mambo ambayo ni homosexuals, mambo ambayo ni lesbians, wanavaa salama, wanavaa pete zenye misalaba Yesu Kristo, lakini ni bure, ni useless. Cha msingi moyo ubadilike. Moyo ubadilike, na moyo ukibadilika maana yake ni kwamba hata ile ya nje sasa, hata hiyo exposure, ile mambo ya nje yatabadilika kwa sababu tayari mabadiliko yameshaanzia ndani. Sio katika muonekano wa nje. Si katika hali ya kidini, si katika hali ya muonekano. Wayahudi wakati Paulo anahubiri Injili, aliwakuta katika muonekano wa nje na akawaambia mnaabudu msiyojua. Na hata siku za leo kuna watu ambao wanafanya vitu vya kiibada, lakini wanafanya kitu wasichojua. May the Lord help us to know how to study the truth. Mungu tusaidie ili kwamba tuwafikie wale ambao bado hawajipokea Injili ya kweli ya Yesu Kristo. Tuombe. Mwenyezi Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru kwa nafasi ya kujadili dini ya Kiislamu. Hatujamaliza, lakini bado tuna sehemu kidogo ya kumalizia. Tunaomba ukatupe nafasi nzuri ili kwamba tuendelee kujadili dini zingine ambazo zinahusianishwa na dini ya Kiislamu na hata katika mapokeo ya siku ya Kristo, tufanye ili tunapolinganisha sisi ambao tumetupokea, tumepata neema ya kumjua Yesu Kristo, tukapata jinsi ambavyo tunaweza kuwafikia kwa Injili ya ukweli ya Yesu Kristo. Tunasaidia wanafunzi na kipindi tusaidie sote. Tubariki katika kipindi kinachoendelea. Kwa jina la Yesu Kristo kwa kuamini. Amen.